mfululizo wa masomo mengi, lakini zaidi ni masomo ya ushindi. Vizuri kama viti vya mbele vikikaa vimeenea. Ninatamani kumwona mwanafunzi wangu amekuwa mbele. Kule viti vya nyuma kule kuja mbele itakuwa nzuri sana. Tumekuwa na mfululizo wa masomo mengi, lakini mengi ni kwa ajili ya urejesho. Tunaamini kabisa urejesho ndio hatima yetu ya kila eneo kwenye maisha na kwenye mapambano unayopigana siku zako zote. Nisatie maiki moja tu hii hapa, achana nayo mwanangu. Hiyo mimi sitaki kusikia sana hii. Sawa? There you are. Kwenye maisha na mapambano ambayo tunapambana leo hii, tunahitaji sana ulimwengu wa kuelewa. Ulimwengu wa kuelewa ndio kila kitu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Kwa mantiki hiyo sasa, kama tuna maisha yetu utegemea sana uwezo wa uelewa, swala la kuelewa alimhitaji mtu mwingine zaidi ya kwako mwenyewe. Tumekuwa na somo linaloitwa nguvu ya udanganyifu, kwa maana ya sehemu ya kwanza, ya pili, na leo tutaangalia kwenye ile eneo nzuri sana linaloitwa guarding the family. Guarding the family against attacks. Guarding the family against attacks. Kulinda au kuitunza familia yako dhidi ya mashambulizi. Sasa tulisema tangia mwanzo kabisa, kwa wale ambao wanafunzi wazuri walikuwa na mimi mara ya kwanza wakati tunajifunza kwa habari ya roho zidanganyazo, tukasema kampeni kubwa ya adui shetani tangu mwanzo ni kuhakikisha kwanza analeta mgogoro au magombano kati ya Mungu na watu wake, kwa sababu mwanadamu alibeba hazina kubwa ndani ya ahadi za kiungu. Kuanzia mwanzo kabisa, tuliona kitabu kile cha Mwanzo, ile sura ya kwanza mstari wa 26, 27 na 28. Hepi pale tunaona ni ahadi tu za Mungu, kwamba Mungu anasema na tumfanye mtu kwa sura na mfano wetu. Alafu kule anasema wakaongezeke, wakatawale, wakamiliki na kadhalika. Hatua inayofuata Biblia yako inasema Mungu akamuumba mtu mwanaume na mtu mwanamke. Lengo ni kuishia kwenye ulimwengu wa baraka za kumiliki na kutawala, kuongezeka, kustawi na kutiisha. Shangilia Bwana Yesu kama unaelewa. Sasa tukaona uongo umeingia. Uongo ikawa ni silaha ya mwisho ya kudhoofisha baraka zote ambazo Mungu alizipanda, aliziwekeza, aliinvest kwa mwana, kwa watoto wake, kwa maana uzao wa Adamu wote au uzao wa mwanadamu kwa ujumla. Na uongo ulipoingia kwenye Mwanzo sura ya 3, tuliona mstari wa kwanza mpaka wa 8, hasa tuliona ule mstari wa 5, jinsi adui alivyoingia kwa uelevu mkubwa, kwa maarifa makubwa, ili tu kumweza mwanadamu na kumfanya au adui na Mungu. Ilikuwa ni very trick na haikuwa katika hali ya kawaida. Tuliona kweli mwanadamu anapoteza haki yake, anapoteza tumaini, anapoteza kuishi, na uadui unaingia sasa ndani yake. Kwenye Mwanzo ile sura ya 3 ule mstari wa 15 na 17, tukaona uadui ukaingia, na tangu uadui ulivyoingia hakuna jambo jingine lolote ambalo limeweza kuendelea. Hasa kwa nini tunasema linda familia yako dhidi ya mashambulizi? Kwa sababu Mungu tangia mwanzo, taasisi ambayo alianzisha, hakuanzisha kwanza taasisi ya serikali fulani, hakuanzisha bunge, hakuanzisha kwanza magereza
kuanzisha kwanza mahakama. Namba moja, Mungu alianzisha kwanza familia. Semeni wote familia. Kwa maana hiyo sasa, familia ni taasisi kongwe kuliko taasisi zingine zote duniani. Ukimwona mtu yoyote kwenye hii dunia hayuko sawa kwenye maisha ya familia yake, mara zote anakuwa ni mtu asiyoweza kufikia malengo. Mtu yoyote ambaye familia yake imeharibika, future yake, kesho yake inakuwa haina maana. Kwa hiyo Mungu aliona kwamba number one ashughulike na familia. Hebu tuende pale kitabu kile cha, ukiangalia kile kitabu cha Mwanzo hiyo, ule mstari wa tuanze na ule mstari wa 28. 1:28. Kama umefika kule nisomee kwa ninyi ambao wanafunzi mnaandika hapo. Kwa hiyo taasisi ya mwanzo kabisa kuliko vitu vingine vyote, taasisi hii inaitwa nini? Familia au ndoa. Kwa hiyo familia ni nini sasa? Tunasema familia ni muunganiko kati ya baba na nani? Na mama. Sasa ndivyo, alafu na watoto. Kwa hiyo baba, mama na watoto wanazaliwa nani? Inazaliwa familia. Kwa hiyo Mungu kwanza na taasisi ya serikali, hakuanza na bunge, hakuanza na mahakama. Yeye alianza kwanza na nini? Na familia. Tuseme wote familia. Tuseme wote familia. Kuna eneo ambalo tunataka tuende pale. Biblia yako inasema Mungu akawabarikia wakina nani hao? Twende rudi mstari 27 pale. Ndio hapa tuanzie hapo. Asa Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Kwa mfano wa Mungu alimuumba mwanaume na nani? Na mwanamke aliwaumba. Mstari wa 28 hapo ndipo anasema Mungu akawabarikia. Wangapi hao? Wawili kuwa mtu mmoja. Iko hivi, hesabu zenu za kawaida ambazo mnazisoma kwenye darasani, 1 jumlisha 1 ni ngapi? Lakini hesabu za Mungu haziko hivyo. Hesabu za Mungu kwenye familia, kwenye ndoa ni 1 jumlisha 1 ni 1. 1 jumlisha 1 ni 1. Akasema ninyi si wawili tena bali mwili. Tuangalia hapo ili tuweze kwenda sawa. Kwa hiyo ukianza kuona familia, ukimwanza kuona mtu yuko tu ovyo ovyo, maisha yake anaadhisha hiki anakiacha, ni mtu kukimbia, usiwe na tatizo. Wewe rudi kwenye nini? Kwenye familia yake. Utagundua familia yake ni moja ya chanzo cha yeye kuwa ni mtu wa kukimbia, mtu asiyotulia sehemu, mtu asiyokuwa na mawazo mema. Ni familia. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Ile picha ukiangalia Elvis alichora, rudisha kule mwanangu fasa. Ile picha ukiangalia Elvis alivyochora, kuna mwanaume amekamata mtoto, si ndivyo? Alafu kuna mikuki mishale mingi inamchoma nani? Huyu mwanamume, huyu mtu. Lakini lengo anakinga mishale isiende kwa nani? Kwa mtoto. Kwa hiyo huyu baba amejidhatiti kuhakikisha analinda uzao, analinda familia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunasema sasa, moja ya silaha mbaya ambaye kuzimu wanaendelea kuitumia mpaka leo ni uongo. Deceiving spirit. Kwa tutajikita hapo kwenye eneo la deceiving spirit nyuma ya familia uliokuwa nayo. Utagundua tu kwamba kumbe roho ya uongo bado inaendelea kuishi mpaka leo, na bado inaendelea kudhoofisha uzao, vizazi na vizazi. Kwenye episode namba 2 kwenye hii somo nilisema hivi, hebu angalia kwanza kama ndoa iliyopatikana kwa uongo. Manake watoto wanaozaliwa ni uongo, sio? Wajukuu wanaozaliwa nini? Ni uongo. Alafu hawa wajukuu wanazaliwa ndio wanakuja kuwa nani?
rais, anakuja kuwa nani? Waziri, anakuja kuwa nani? Mchungaji, anakuja kuwa nani? Nabii, anakuja kuwa nani? Mtume. Kwa unaza, baba ni mwongo, mama ni mwongo, watoto na wajukuu ni waongo. Biblia inasema sasa mimi ni Mungu nipatilizaye wana maovu ya baba zao, si ndivyo? Kizazi cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne cha wale chuku zao. Hebu angalia sasa, familia ndiyo chanzo cha kila ubora au chanzo cha kila uharibifu. Kama ungeandika hivyo, familia uliokuwa nayo ndio chanzo cha kila ubora na chanzo cha kila uharibifu. Kwa hiyo tukagusia kwamba silaha mbaya ambaye kuzimu wanaitumia, mashetani wanaitumia, ni silaha ya uongo. Kwenye hili Pastor Yepo nikasema Mungu yaangalii kwamba wewe ni nani. Mungu anachoangalia ndani yako ule uhai. Juzi nilisema nini? Uhai. Na kwa kuwa unao uhai, Mungu anaweza kukutumia. Habari ya tabia ni kitu kingine. Kwa unaweza ukawa una talanta, una kipawa, mwimbaji, amen, mzungumzaji, msherekeshaji, unaweza kawa hivyo, ukakaa sehemu kwa muda mfupi tu, watu wakikuona mpole, na watu wanakuamini automatically. They believe you automatically, wanakuamini automatically, moja kwa moja, lakini ndani kuna uovu. Alafu tukio linatokea, wasema hivi, ni huyo kweli? Huyu ndo jamani kweli? Huyu ndo mtumishi wa Mungu huyo kweli? Tunataka mtumishi wa Mungu kweli jamani ndo kafanya hivi? Ni kweli? Ni kwa sababu gani? Tabia ni kitu kingine. Mungu ameshughulika na kile uhai ulio ndani yako. Kwa anaweza kutumia ukiwa na tabia yako mbovu, na baadaye tukakujua kwamba kipawa chako au zawadi Mungu aliweka ndani yako haiwezi kuwa na nguvu zaidi kwa sababu ya zile tabia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unaweza uongo ndio ukaja kuharibu dunia. Uongo ukaja kuharibu sasa jamii. Uongo ukaharibu familia. Uongo unaweza kuona sasa Adamu na Hawa wameingizwa kwenye uongo, si ndivyo? Wakazaa uongo, wakamzaa Kaini na Habili. Habili ana elementi za Mungu aliye hai, anakwenda kumtolea dhabihu iliyo safi, sehemu ya mali, sehemu ya mifugo aliyokuwa nao. Kitabu kile cha Mwanzo sura 4 ule mstari wa 8 mpaka 12, sehemu ya mifugo iliyonona anampa Mungu. Kaini akatoa tu sehemu ya mazao, hajasema sehemu iliyonona, bali sehemu ya mazao akampa Mungu. Nini kinaendelea? Tuangalia uongo unavyoweza kuharibu familia. Uongo silaha mbaya sana, uadui mkubwa. Uongo, deceiving spirit. Asema Kaini akamwambia Habili nduguye, sasa twende wapi? Twende uwandani. Asimwambie twende tukafanye nini, anamwambia tu twende uwandani. Kumbe moyoni kumbe amekasirika. Moyoni kuna mambo aliyokuwa nayo, ni mambo ya kuzima ukweli ili usionekane kwamba Habili alibarikiwa na Mungu kwa sababu ya kufanya vizuri sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo moja ya silaha ambayo unapaswa kuiangalia sana isikudhoofishe ni uongo. Sema ni uongo. Nisaidie kusema uongo. Sema uongo. Juzi nilikauliza ni nani katikati yenu ambaye anasumbuliwa na uongo. Tukaangalia kanisa zima, uongo ndio unasumbua. Wangapi kwa tayari kushinda uongo tena? Bwana Yesu asifiwe sana. Uongo ni silaha mbaya. Biblia inasema twende uwandani. Ikawa walipokuwepo uwandani, Kaini akamuinukia nani? Habili nduguye, akamua. Mstari wa 9 na wa 10, Biblia inasema Bwana akamwambia Kaini, yuko wapi Habili ndugu yako? Akasema, sijui mimi, ni mlinzi wa ndugu yangu. Mstari wa 10 anasema, akasema, umefanya nini? Sauti ya damu ya ndugu yako inanilia kutoka katika ardhi. Mstari wa 11 na 12, basi sasa umelaaniwa wewe
Hebu anamwambia Mungu sijui eti, kwani mimi ni mlinzi wa nani? Wa ndugu yangu. Hebu angalia, kosa la Kaini likasababisha uzao wake wote kuwa katika hukumu, uzao wote kuwa kwenye mazingira mabaya, uzao wote kuwa kwenye hali ya mateso, uzao wote. Kwa hiyo linda sana hiyo familia. Familia inapolindwa unafanyika mtu wa kipekee. Familia yako unapoilinda dhidi ya mashambulizi ya uongo, dhidi ya mashambulizi ya uvivu, dhidi ya mashambulizi mabaya. Unajua nakwambia, uongo ndio tukasema unazaa umaskini, uongo unazaa hofu, uongo unazaa aibu. Uongo, mimi ningeandika haya mambo yangesaidia sana, kwa sababu aibu haiwezi kutokea hivi hivi, kwa sababu uongo, kila kitu ambacho leo unakisikia mtu anajitetea ni uongo. Sema uongo, tuseme wote uongo. Nani yuko tayari kushinda? Bwana Yesu asifiwe. Umewahi kujiuliza kwa nini huyu amefanikiwa? Kwa nini huyu amelima mashamba na amepanda kavuna? Why not you? Umewahi kujiuliza wewe una mikono mingapi? Wewe una miguu mingapi? Wewe ni nani? Umewahi kujiuliza? Kwenye maeneo hayo yote unahitaji sana kutambua, kumbe sio kwa sababu sijapata nafasi, ni kwa sababu ya uongo ndio umenidhoofisha mimi nisitoke hapa, nisifanye hiki, nisifanye kitu fulani, nisifanye jambo fulani kwa ajili ya familia. Kwa hiyo uongo hapa, Biblia inasema hivi, basi sasa umelaaniwa wewe katika ardhi iliyofumbua kinywa chake, ipokee damu ya ndugu yako kwa mkono wako. Unaweza kuona Kaini akaingiza familia yake yote kwenye maangamizi. Hawa akaingiza uzao wote duniani kwenye mateso, kwenye aibu, hali ya kudanganya, hali ya kudhoofishwa, hali ya kutukanwa, hali ya kubezwa, hali ya wizi. Wizi unafanyika ndani, you feel it kabisa kwamba unachokifanya hiki ni halali, lakini ndani unaiba, ndani ni wizi. Uongo, spiriti mbaya sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tukasema kanisa la Mungu linapaswa kuwa makini sana, hasa nyakati za mwisho. Nyakati za mwisho ni zipi? Sitaki kusema ni zipi. Nyakati za mwisho ni pale sasa unapofika mahali ukashindwa kuilinda kweli yako, kweli ambaye ni neno la Mungu aliye hai. Nisaidie kusema amen ya nguvu. Anasema kanisa la Mungu linapaswa sasa tufike mahali tuweze kujua nini kinachoteza, kwani pasipokuwa makini kwenye nini, kwenye ulimwengu wako wa ufahamu na ulimwengu wako wa moyo ambao ni nafsi yako, utajikuta unaingia kwenye ulimwengu wa kupoteza vitu vingi. Tuliona Mambo ya Nyakati wa Kwanza, kuna mtu pale sura ya 18 na ule mstari wa 19 mpaka 22. Tutasoma ule kwa muda mfupi, alafu tutakwenda kuangalia. Kumbuka, linda familia yako dhidi ya mashambulizi. Silaha ambayo inaangamiza vizazi, inaangamiza familia, inaangamiza ndoto za watu wengi. Hii silaha inaitwa silaha gani? Silaha ya uongo. Amen. Uongo ndio unaangamiza maisha yako binafsi. Unapofika mahali unasema mimi ngoja nisubiri kwanza, kesho nitafanya hiki. Mimi ngoja nifanye hiki hapa. Niko naongea na kijana wangu mmoja hivi. Namuuliza una simu iko wapi? Ananiambia baki tunamtafuta, sasa tuweze kutafutana kwa njia nini? Ya barua tena. Ananiambia baba, nilifanya kazi nilipata hela 100,000. Alafu nikachukua 100,000 nikampa mdogo wangu ili anunue simu, wakati yeye pia hana simu. Kwa hiyo unaweza kuona huyu mtu ukimwangalia zaidi hivi, huyu hana kesho ya kwake. Yaani kesho ilishauawa kwenye maisha yake. Kwa hiyo lazima ujue uongo ni mbaya. Kila mmoja tafakari kwenye ulimwengu wako kwamba nini ambacho mimi kinanitesa. Mambo ya Nyakati wa Kwanza ni Nyakati wa Pili. Mambo ya Nyakati wa Pili ile sura ya 18. Mambo ya Nyakati wa Pili 18 ule mstari wa 19 mpaka wa 22. Biblia yako inasemaje? Biblia inasema hivi, Bwana akasema ni nani atakayemdanganya? Tuliangalia pale nani? Ahabu mfalme wa nani? Wa Israeli, ili akwee Ramothi Gileadi akaanguke. Nani? Hebu angalia, nani aende
amdanganye yule mfalme? Nani aje amwangushe fulani? Nani aje? Biblia yako inasema ili akwe Ramoth Gileadi akaanguke. Basi huyu akasema hivi na huyu akasema hivi. Angalia mstari wa 20, anasema akatoka pepo. Semeni wote, pepo. Akatoka pepo. Akatoka nini? Pepo. Uongo unadhofisha. Narudia hapo jamani. Angalia, mimi ningeandika neno uongo hata mara 100 kwenye daftari langu. Uongo ni silaha mbaya neema kuliko silaha nyingine zote, ambayo familia yako usipoilinda dhidi ya uongo, maisha yako, biashara, kazi, huduma unaifanya dhidi ya uongo, haiwezi kuwa chochote kinachotokea. Uongo, nikasema watoto wa uongo ni wangapi? Nimewataja pale watoto wa uongo, nimetaja watatu, kila kwa wengi mno. Watoto wa uongo, uongo ni hofu. Watoto wa uongo nini? Nikasema umaskini, uvivu, uongo kwamba mimi siwezi. Unasikia tu hawa wamebarikiwa wenzetu, hawa waliosoma wenzetu. Unajiuliza waliosoma ni wakina nani na ni matajiri ni wakina nani? Leo ukiangalia, ukifika hapa Tanzania tu utakuta matajiri wengi hawana degree. Darasa 7 wamekwenda sana darasa la 8 ndio matajiri. Wenye masters huku wote ni wanapiga magoti kwa nani? Kwa uongo unadanganya siku zote. Unafika tu mahali unakuambia usifanye hili kwanza mpaka uwe mtu fulani. The way unavyozidi kusubiri ndivyo siku zinakimbia, afu wewe pia unakosa sifa ya kuwa mtu fulani. Tunaelewana vizuri hapo? Kosa sifa. Uongo umedanganya. Mabinti kuchelewa kuolewa. Mbona mwandike sasa? Vijana wa kiume kuchelewa kuoa. Maisha unaona kwamba unasikia ngoja kwanza nijenge nyumba ndipo nifanye nini? Nioe. Unaanza kuona mwisho wa siku kweli unajenga nyumba, utajenga unaoa ukiwa na miaka 45. Alafu sasa umeshaoa tayari, alafu upate mtoto. Sasa mbaya zaidi, upate mtoto tena nakwambia umezeeka. Umezeeka, umechelewa kuoa. Kwa unaweza kuona uongo ukakutengenezea mazingira fulani hivi. Tunaelewana kanisa? The most important thing nikasema kwenye maisha yako ni kuhakikisha unarejesha nguvu ya uhai, si ndivyo? Uhai kwenye nafsi yako. Na tukasema nafsi ya mtu imebeba mambo makuu mangapi? 3. Jambo la kwanza nikasema ni muhimu sana kutambua kwa kiwango gani hisia zako zinafanya kazi. Lakini nikakuonya pale, nikasema usiongozwe na hisia. Amen. Nikakuonya hisia kwa kiwango gani emotions zako zinafanya kazi. Nikakuonya usipende kuongozwa na hisia. Nikasema ni muhimu ukaongozwa na utashi. Amen. Ukasimamiwa na nini? Na nia. Mambo makuu 3 tukasema hisia, tukasema nia, na hatimaye tukasema nini? Utashi. Kwa hiyo tuweze familia zetu kuzilinda vizuri, Sara, biashara yako, ubinti wako, kama kuna mtu ananifuatilia pale, umama wako, ujana wako, huduma yako, jitunze dhidi ya uongo. Kuna mama hapa anasema hivi, pepo akatoka akasema nitakwenda. Ni kweli. Akaenda akaingiza uongo ndani ya manabii wa Mungu. Hebu angalia. Kwa hiyo nao akaanza kutabiri uongo. Vita vikashindikana. Maisha ya kuendelea tena. Kanisa la Mungu lazima tujue hakuna mtu alitoroga, bali ni sisi wenyewe tumekosa kufahamu ya kwamba Mungu yeye alishakwisha kuachilia neema na kibali kwa mwanae Yesu Kristo. Sisi ni kukubali na kuanza kufanya majukumu yetu. Inuka na uangaze. Nabii Isaya anasema inuka na uangaze. Inuka na uangaze. Hakuna tena kuna mtu atakuja kubembeleza sana kwa habari ya kesho yako. Kumbuka, kesho ya mtu ni fumbo. Amen. Bali leo yako ni nguvu yako, ni standing order yako ya kuamua habari ya kesho. Wewe ni matokeo ya jana. Sema mimi ni matokeo ya jana. Kwa ukishindwa kuamua leo, kesho utaishi kama ulivyoshindwa kuamua leo. Kwa lazima tushinde uongo. Nisaidie kusema lazima nishinde uongo. Nisaidie kusema kwa sauti tafadhali. Lazima nishinde uongo. Sasa Yesu akasema
akawamwambia Mungu baba yake, mimi siombe watoe wanafunzi hawa, ninachoomba sana Baba wa mbinguni, uwalinde watu hawa, uwatunze watu hawa na ile kweli. Yohana 17:17. Hebu angalia, Yesu hakuacha urithi mwingine alipoondoka hapa kuiacha dunia, bali aliacha nini? Kweli, ambayo ndio neno la Mungu. Kweli peke yake ndio inamfanya mtu sasa ashinde umaskini, ashinde magonjwa, ashinde aibu, kwa sababu familia imeshavamiwa sasa. Familia leo tunakutana kwenye familia, migogoro mingi, ndoa, watu zina divorced, wanatarikiana, ndoa zinaharibika. Ni matokeo ya silaha mbaya ya uongo. Bwana Yesu asifiwe. Nani yuko tayari kushinda? Nani yuko tayari kushinda kanisa? Akasema uwatakase kwa ile kweli, neno lako ndiyo nini? Ndiyo kweli. Kwa hiyo adui alikwisha kuharibu sasa, amekwisha kuingiza silaha ya uongo. Tukasema uongo unazaa hofu, uongo unazaa nini? Aibu. Unaweza kuwa na mara baada tu ya Adamu na Hawa kudanganywa wakala lile tunda, unajua nini kilitokea? Namba 1, uoga ukaingia ndani. Namba 2, aibu ikaingia. Hamwezi kunielewa vizuri? Turudi tena mwanangu pale Mwanzo sura ya 3, utagundua vitu ambavyo vilivyopo kwenye maisha yako yote kwenye dunia. Shughulika sana na ulimwengu wako wa ufahamu ili kushinda nini? Uongo. Nisaidie kusema kila sababu ni uongo. Hii sio sauti zenu darasa. Si kila sababu ni uongo. Kila sababu ni uongo. Nahitaji mseme kwa sauti tafadhali. 1, 2, 3. Kila sababu ni uongo. Kila sababu ni uongo. Iko hivi. Wewe kwa nini kwa hapa? Nasubiri nini? Ujue nini? Ni uongo. Yaani kila mmoja mwangalie mwenzake. Kila mmoja mwangalie mwenzio. Mwangalie tu. Mwangalie tu. Ujue kuna amekudanganya sehemu. Hata hivyo unavyokuangalia tu au jiangalie mwenyewe, utajua tu wewe mwenyewe umejidanganya maisha yako. Kwa hiyo unashangaa mambo hayaendi. Kwa nini utoboi? Kwa nini ufanikiwe leo? Kwa nini? Kijana na misuli mikubwa anasema ajira hana. Eti ajira nini? Hana. Dodoma hapa hakuna mito. Hamna nini? Hamna nini? Una nguvu. Waambie mimi ni mchimba visima, wakupe nafasi. Tafuta waya tu za alumini za kupima zile. Sawa? Anza kuchimba kisima. Siku ya kwanza ya pili umetoboa maji. Umeshaaminiwa tayari. Unachimba kisima, unaambia ili kisima chako tuchimbe milioni hii. Hujaanza mtaji hapo. Umeanza mtaji. Maisha yanaenda. Kwa kuna vitu ambavyo uongo ndio silaha ya mwisho ambayo shetani alitumia na akafanikiwa kudhoofisha taifa zuri la Mungu aliye hai. Wewe na mimi tusiwe vile katika jina la Yesu. Unasema wewe na mimi tusiwe vile in the name of Jesus. Waraka wa pili wa Petro sura ya 1 mstari wa 19. Biblia inasema hivi, kuna maeneo ambayo ya muhimu kushinda tu. Tunashinda uongo kwa kweli. Watoto wetu watakuwa salama. Biashara yako itakuwa salama. Si ndivyo? Mahusiano yako yatakuwa nini? Salama. Kuna mahusiano unayo na Mungu. Unapokwenda kwenye maombi yako, unaomba nini? Wakati mwingine Yakobo anasema mnaomba sana kwa bidii, lakini hampokei kwa sababu mnaomba kwa ajili ya tamaa zenu wenyewe. Unaweza kuona? Kwa hiyo uongo unazaa tamaa, uongo unazalisha tamaa. Mungu akupe kushinda katika jina la Yesu. Anasema nasi tuna lile neno la unabii lilo imara zaidi, ambalo mkiliangalia kama taa ing'aayo mahali penye giza, mwafanya vyema mpaka kutakapopambazuka na nyota ya asubuhi kuzuka mioyoni mwenu. Anaelezea habari ya kweli. Amen. Kweli inapoinuka giza linatoweka. Kweli inapoinuka familia inakuwa bora. Kweli inapoinuka maisha yako yanakuwa huru. Unajua ukiwa mkweli, ukiwa tu mkweli, yani uwe tu mkweli, unajua una amani. Una amani kabisa. Hebu just imagine kama kuna siku moja ulioko mdanganya mtu. Siongea na nyinyi watu wazuri sana, jipigeni makofi matatu. Hebu just imagine, alafu kamdanganya mtu, ghafla ukakutana kwenye mazingira ambayo hukutarajia. Unakuwaje? Kwanza ukali unatokea.
Mimi na haraka sana mimi. Na haraka sana. Ukali. Twende tumuone pale Adamu na Hawa. Twende pale Mwanzo sura ya 3 mwanangu. Mwanzo sura ya 3 ule mstari sasa tutaenda ule mstari wa 9. Tuanze wa 8 mpaka tutakapoambia tutaishia wapi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Nimesema kisha wakasikia nini? Baada ya kudanganywa, Patricia. Baada ya walipodanganywa tu pap hivyo. Unajua hebu tule bwana. Wakiwa wangapi? Watatu sasa. Wangapi? Maki nyoka, Hawa na Adamu wana enjoy life. Kwamba wameambiwa wakila tunda lile wataishi miaka mingi zaidi na watafanana na nani? Watakuwa kama Mungu. Watafanya kama Mungu. Unaweza kuona? Walipokula lile tunda na pamoja wakajikuta wako uchi. 2 wakaogopa. 3 Biblia inasema waliposikia sauti ya Bwana Mungu akitembea bustani wakati wa jua kupunga, Adamu na mkewe, oho, nyoka amekimbia tayari. Rafiki yao amefanya nini? Rafiki amejificha. Ya unasetiwa, unawekwa kwenye mpango mzuri. Very confident, kiulizwa mimi hamna shida. Umekufika mahali mabinti zangu wazuri, uko na kijana kile unajua sasa una date nayo kijana kabisa. Ukakutana mchungaji, ghafla unamdanganya tu, huyu ni kaka yangu. Huyu ni binamu yangu. Lakini ndani huku unasikia kwa kweli nimedanganya. Eti hasa kinachokuja kuumbua ni kinakuja kuumbua baadaye mimba. Hii mimba unadanganya baba ni yule, ni yule, ni yule. Ni kwa sababu gani? Unajua nimekasema uongo unakutengenezea kwanza nini? Hofu. Kuogopa. Unapoogopa anguko lako lipo karibu. Unapofika kiwango cha kuwa na hofu, anguko lako, kifo, kushindwa, aibu ipo karibu sana na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema kisha wakasikia sauti akitembea, inasema Bwana akitembea wakati wa jua kupunga, Adamu na mkeo wakajificha kati ya miti ya bustani, Bwana Mungu asiwaone. Eti katikati ya miti ya bustani, alafu Bwana Mungu asiwaone. Hivyo Mungu ndiye alitengeneza hizo bustani. Mungu ndiye alitengeneza kila kitu, asikuone tena wewe. Nakuja kweli? Kwa hiyo ni kitu cha ajabu sana. Anasema Bwana Mungu asiwaone. Bwana Mungu akamwita nani? Adamu, akamwambia uko wapi? Tafsiri ya uko wapi si kwamba Mungu akumuona as such. Aliona Adamu tayari amekwisha kuvaa vazi la uongo. Na kwa sababu amekwisha kuvaa vazi la uongo, hata kuwa na uwezo tena kulinda familia. Hata kuwa na uwezo tena kutunza familia. Kutoka pale vizazi vyote vilivyozaliwa walizaliwa na kuishi kwenye maisha yao binafsi. Leo hii ukimwona nikasema mtoto yote ambaye majibu ni mabaya, mtu yote unamwona leo mwizi, mdokozi, Mungu yani mwoga, kukimbia, kumbuka kilichopandwa ndani yake ni uongo. Na umaskini, kwa sababu ni mwana, ni mtoto wa nani? Wa uongo. Umaskini kukupiga familia, ikipigwa kwenye familia, kinachofuata kinazalisha uongo. Nasikia tu naomba niazime kwanza shilingi 5,000 nitakurudishia wiki ijayo. Baba mdogo amekuja hapa, kuna kampuni fulani nilifanya kazi sehemu fulani, alafu nitakapolipwa nitakufanya nini? Kwa unaweza kuona uongo umezalisha vitu vingi sana. Sema lazima nishinde. Nisaidia kusema mtu mmoja, sema lazima nishinde katika jina la Yesu. Sema lazima nishinde. Hebu angalia hapa, anasema wakajificha. Twende mstari wa ngapi? Wa 11. Akasema ni nani aliyekuambia ya kuwa uchi? Je, umekula wewe matunda ya mti niliyokuagiza usiyale? Aliyeagizwa ni Adamu. Ndio maana Mungu ana hoja na Adamu, hana hoja na Hawa, kwa sababu kwa maneno mengine aliyopewa dhamana ya ulinzi wa ile bustani ni nani? Ni Adamu. Nini kinaendelea? Adamu akasema huyu mwanamke uliyenipa awe pamoja na mimi ndiwe aliyenipa matunda ya mti huu nikala. Kuna katoto kangu kamoja hivi kaza, babu nilikuona mimi nikaamua kujificha na kuogopa.
Hasa unaniogopa nini? Maana ndani kuna fukuto la uongo ndani. Huyu ili aweze kuwa mtoto mzuri baadaye, baba mzuri baadaye, lazima shinde kwanza ulimwengu, au ya silaha ya uongo ikavunjwa na kuharibiwa. Bwana Yesu asifiwe. Yohana sura 14 mstari wa 30 anasemaje? Biblia kuna vitu vya muhimu tutakwenda kuangalia. Na katika mambo haya yote zingatia, Mungu anashughulika na nini? Tumesema na ufahamu wako. Amen. Mungu anataka ufahamu. Unapoanza kuelewa, Mungu anaanza kuwekeza vitu vya thamani kwako. Unapojitahidi kupata kujua elementi au chembe chembe za uongo, zinaanza kukuacha zenyewe. Sikiliza, huwezi kufunga ili uongo ukuache. Uongo hatuushindi kwa kutoa sadaka. Uongo hatuushindi, narudia, kwa kufunga sana. Uongo tunaushinda nyuma ya uelewa. Mshangilie Bwana Yesu. Mungu akupe uelewa kwa jina la Yesu. Nasema Mungu akupe uelewa kwa jina la Yesu. Haleluya. Funga sana, toa sadaka sana, hutaweza kushinda uzinzi. Uzinzi ni matokeo ya uongo. Amen. Ulevi ni matokeo ya uongo. Mbona mseme amina nguvu? Mbona mseme amen? Kwa hiyo ni sawa na umaskini nilivyotaja, sawa na aibu nilivyoitaja, ni matokeo ya uongo. Kuna eneo tu unahitaji sasa kurudi kwenye nafasi. Utakaporudi kwenye nafasi ya Mungu ya kweli, ama ni neno la Mungu, amen, kusema kweli, kuvaa vazi la ukweli, kudumu hapa, utaona Paulo atakaposema kule mbele, utashangaa kuna vitu unaviacha na unasahau kabisa kama mimi nilikuwa na tabia hiyo kabisa. Unajua kuna wakati ukishinda hivi, kuna wakati unaingia kwenye uongo kidanganya kidogo, unasikia jamani, kimi nimedanganya jamani, nimedanganya. Tayari ulishaanza kushinda. Jipigia makofi mwenye kama unanielewa vizuri. Nani uko tayari kushinda hapo? Familia yako inataka iwe salama. Nasema familia yako inataka iwe nini? Iwe salama. Familia yako inapaswa kuwa salama wakati wote. Bwana Yesu asifiwe. Hakikisha ninaposema familia, maana lazima uangalie ule uzao, baba, mama na watoto waliokuwa nao. Muhimu sana kuzingatia haya mambo ya muhimu sana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Biblia inasema hivi, mimi sitasema nanyi maneno mengi. Yesu anaongea na nani? Na wanafunzi wake. Anasema sitasema nanyi maneno mengi tena, kwa maana yuaja mkuu wa nini? Wa ulimwengu huu, wala hana kitu kwangu. Sasa pale Pastor Epo unaweza kugundua, kumbe ujio wa Yesu Kristo, Yesu hakuja kwanza. Lengo namba moja la Yesu Kristo si kuokoa dunia, si kuiokoa nini? Dunia. Lengo la Yesu Kristo kuja duniani ni kurejesha, sema kurejesha, ulimwengu uliopandwa ndani yetu. Na ulimwengu, unaposema ulimwengu, unaeleza kwa habari ya ubongo uliokuwa nao. Amen. Unaeleza kwa habari ya maarifa au fahamu ulionao. Huu ndio ulimwengu. Kilichotekwa kwenye, kilichonyang'anywa pale Eden, haikunyang'anywa ndoa ya mtu. Kilichonyang'anywa pale Eden, kilichonyang'anywa na kuporwa, kilinyang'anywa kitu kinachoitwa uhai, yaani kwa maana maarifa, ule uweza, ule ubora uliowekezwa ndani ya nani? Ya Adamu na Hawa. Kwa waliponyang'anywa tu moja kwa moja, wakajiona silaha namba moja ni kukimbia. Silaha namba mbili ni kujificha. Silaha namba tatu wao ni kuendeleza kusema uongo, mbegu iliyopandwa na nani? Na yule nyoka. Kwa hiyo kumbe, tunavyozidi kudanganya, tunajidhihirisha kwamba sisi ni watoto wa nani? Wa Ibilisi, Shetani. Mbona uandiki? The way unavyozidi kudanganya, manake wewe unajitambulisha kabisa, mimi ni mwana wa nani? Nisaidie kusema kwa sauti. Au yule joka mkubwa, yule mpinga Kristo, yule antichrist. Yesu amesema 8:14 Yohana tuliona baba, anasema yuaja mkuu wa ulimwengu huu tena, lakini hana kitu kwangu, kwa kuwa mimi nimeushinda huu ulimwengu. Unaweza kumshangilia Bwana Yesu? Mimi nimeushinda. Uwe wewe katika jina la Yesu. Nasema uwe wewe in the name of Jesus. Ukisema amen ya nguvu nitafurahi sana. Hallelujah. Guarding the family
against attack. Eneo ambalo ni muhimu sana la kushinda ulimwengu wako ni kuhakikisha eneo la uongo. Familia yako iwe salama sana. Uongo. Kuna wakati, sikiliza, unapompokea Yesu Kristo kwa Bwana Mwokozi wa maisha yako, vita vyako vyote lazima vianzie rohoni. Mimi ningeandika hivyo. Maana yake unataka kuanzisha kampuni, ndio. Unataka kuanzisha biashara, ndio. Unataka kufanya nini? Kuoa, ndio. Unataka kuolewa, ndio. Number 1, anza kupambana kwenye ulimwengu wako kwanza wa nini? Wa roho, sio mwili. Kwa sababu kwenye roho ndipo sasa kwenye ulimwengu wa kuanzisha maarifa yaliyo bora. Nisaidie kusema amen. Paulo anawaambia sasa Waefeso, anawakuta watu wenye nguvu wanapigana ovyo ovyo, yaani suruhu zao ni kupigana, kupelekana mahakamani. Waefeso wako na tabia hiyo, kushtakiana sana, yaani muda wote, umenichezea, sio nina nini, na kupeleka mahakamani, na kupeleka polisi, na kupeleka nini. Paulo mtume alipofika pale akagundua watu uongo umewachanganya kila engo, na haki yao najua ni mahakamani. Ni kweli, lakini ngoja akawaambia, sikiliza jamani, vita vyetu sisi si juu ya damu na nini na nyama. Waefeso sura 6 ule mstari ngapi? Kuanzia mstari wa 10, sio? Anza wa 8 mpaka wa 12 kule ukiweza, au 10 twenda pale. Anasema mkijua ya kuwa kila neno jema alitendalo mtu atapewa nini? Lilo hilo na Bwana, kwamba ni mtumwa au kwamba nini ni huru. Kwa hiyo Mungu anaanza kuangalia pale, Edna, unadanganya, si ndivyo? Umedanganya, utavuna uongo wako, si ndivyo? Ukisema ukweli utavuna kweli yako. Kule mbele anasemaje 9? Nanyi akina bwana, watendeni wao yayo hayo, mkiacha kuwaogofya. Msiwatishie kwamba wewe nimekulipa mshahara mdogo, ndio unastahili huo, ukinifuatilia nitakupeleka wapi? Polisi. Paulo anakuta hii mambo, asema mkiacha kuwaogofya, anasema huku mkijua ya kuwa yeye aliye Bwana wao na wenu yuko mbinguni, wala kwake hakuna nini? Upendeleo. Mstari wa 10 ndio pointi ya muhimu hapo. Hatimaye amesema nini? Mzidi kuwa nini? Hodari. Katika nini sasa? Katika Bwana na katika uwezo wa nguvu zake. Ndio maana uwezo wa nguvu, Miriam, unapatikana rohoni. Chochote unachokipitia leo, uwe ni udhaifu, magonjwa, anzia rohoni, maidota. Mwambie Roho Mtakatifu, ponya roho yangu, ponya nafsi yangu. Mwili lazima ufike mahali utakubali. Unapokwenda kwa daktari, tayari ushaingiza prayer ndani. Roho inapokuwa imara, mwili unakuwa imara. Yesu akawaambia wanafunzi wake, akasema roho iradhi, lakini mwili ni nini? Ni dhaifu. Ni muhimu sana, mama Mwenga, ni kudumu kwenye maisha yetu ya rohoni kwanza, ili kushinda silaha za yule mwovu. Silaha za mwovu ni uongo. Biblia inasema kwamba shetani yeye anaunguruma kama nini? Kama simba. Neno kama, rolling like a lion. Neno kama maana yake sio nani? Sio simba, lakini anakutishia. Anakutishia namna hivi, unasema huyu ni simba, unakimbia. Ni kwa sababu uongo umewafanya watu wengi wasisimame vizuri kwenye maisha yako, wasisimame vizuri kwenye eneo lako. Na hapa niko namwangalia pia mwanangu hapa, kwa sababu ni mara ya kwanza kuseti vyombo. Mnaweza kuona sasa hivi bado umegomoka. Anaamini baba, mbona anasikia ngwi, anaweza baba anaweza nikemea hivyo. Lakini nilimwambia kana hivyo vyombo, njoo asubuhi, fungua asubuhi, fungua mchana, fungua, anza kurekebisha, sikia sauti na nini, ili uweze kuwa nini? Imara. Yule pale namwambia, maana yake nataka naondoa hali ya hofu, hali ya kuogopa, ajijengee kujiamini ndani. Ajiamini nini? Ndani. Ni muhimu sana. Uongo ni mbaya sana. Uongo ni mbaya sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Haleluya kanisa. Nani ananielewa vizuri? Niendelee. Bwana Yesu asifiwe. Uongo ni mbaya.
Anasema vaeni silaha zake za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za nani? Hila ya shetani ni uongo. Andika pale nyekundu, hila za shetani nini? Ni uongo. Naongea na gifti. Uongo. Uongo umekufika mahali unajua siku hairudi nyuma. Uliamka asubuhi saa ngapi? Sasa 11. Hairudi nyuma tena. Amka, weka mikakati yako sawa. Amka, naenda kufanya nini? Mimi nafanya jambo fulani. Naenda kununua mchicha na kutembeza. Jiweke vizuri tu. Amen. Weka vizuri. Vaa nguo yako vizuri, piga raba safi, piga nguo safi, perfume kidogo, weka mchicha wako pale wa shilingi 2,000, 5,000. Anza lazima watu watanunua tu. Ni kwa sababu nani mdada anatembeza, jamani. Yaani mradi tu ujue wewe umefirisika, unikumbe unatafuta msosi wako wa kila siku. Basi ujue wewe unataka mpaka uzeeke. Meno yashang'oka ndio unaanza sasa kutembeza mchicha, unatembeza parachichi. Nani anunue kwa yule babu yule mwenye meno ameng'oka? Kwa yule bibi? Hapana. Right. Na uongo umewafanya mabinti wengi wajifungie kwenye maloji. Uongo umewafanya mabinti wengi wajifungie sehemu fulani, ni kupiga kucha na kulamba tu nini makaratasi. Vijana wa kiume, uongo umefika mahali, na uongo umezidi sasa kwenye level kubwa. Sasa hivi umeshaingizwa kwenye internet imefika mahali sasa kuna AI, unajua artificial nini intelligence iko pale. Yaani unadanganywa, unarahisishiwa kila kitu. Uongo umefika mahali wala upate shida. Sielewi kule mbele sasa wanafunzi wanasomaje. Sielewi kwa sababu kila kitu hesabu ni hii, unaingiza hesabu ni hii, hebu nifanyie hesabu hii mara moja. Na yeye anasema okay, nitakufanyia. Tena inakupa majibu hii na njia zake ni hizi hapa. Kwa nini usikopi? Kwa hiyo uongo. Unajua dunia sasa hivi inakabiliwa na silaha mbaya ya shetani inaitwa uongo. Hizo nini? Uongo. Unakwenda spidi sana. Uongo. Paulo anasemaje kwenye Timotheo, waraka wa Timotheo wa kwanza ile sura ya 4 mstari wa kwanza? Udanganyifu ni mbaya. Anasema watatokea watu sasa, watakuja kuwadanganya, watakuja kuambia hiki na kile, kila jambo. Anasema basi Roho anena waziwazi ya kwamba nyakati za nini? Nyakati za mwisho wengine watajitenga na nini? Na imani, wakisikiliza roho zidanganyazo na mafundisho ya nini? Ya mashetani. Wakisikiliza roho zidanganyazo na mafundisho ya shetani. Kwa hiyo unafika mahali unakamatwa na uongo, unabaki mahali pale pale, unabaki mahali pale pale. Hebu angalia Yohana sura ya 8 mstari wa 44. Unaangalia, tunaanza kuja kuangalia hapo, tunapata maana halisi kwamba kwa nini tunabaki hapo. Udanganyifu umefika mahali umedhoofisha familia, imekosa ulinzi familia, maisha yamekuwa ni mabaya. Lakini ukitafuta chanzo kikubwa ni uongo. Chanzo kikubwa ni nini? Ni uongo. Uongo umedhoofisha kila aina ya maisha. Sema nanyi ni wa baba yenu Ibilisi, na tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda. Yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo, wala kusimama katika kweli, kwa kuwa hamna hiyo kweli ndani yake. Asemapo uongo husema yaliyo yake mwenyewe, kwa sababu yeye ni muongo na baba wa huo uongo. Bwana Yesu asifiwe. Yeye ni muongo na baba wa huo uongo. Kwa hiyo silaha ambayo adui shetani anaitumia leo ili familia yako isiwe salama, uzao wako usiwe salama, biashara, kampuni, kazi, ni deceiving. Watu leo wanafoji nyaraka, wanafoji. Juzi ni kuna ndugu yangu mmoja hivi aliibiwa zaidi ya milioni 15 kutoka kwenye akaunti yake benki. Unaweza kuona ni deceiving spirit. Alifika mahali vijana akasema nisetie sio app gani niwekee kwenye smartphone hiyo mnaita nini, Android, aniwekee nani sio program gani, wakamwekea vizuri. Kumbe wakatap, wakajua, wakachukua sehemu ya app ya nini ya NMB nini ile, akaichukua pale kwa siri toka hapo, kaacha wameshatoka. Sasa baada ya saa 3 au saa 4 anaanza kuona umetuma hela kwenda kwa fulani kiwango hiki hapa, mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, wakamwachia shilingi 700 tu.
kutoka kwenye milioni 15. Kwa unaweza kuona uongo ni silaha mbaya. Msifike mahali kanisa mkajisahau hapo. Uongo leo unaona wa vijana leo hawampendi Mungu. Vijana leo hawako kwenye madhabahu, vitoto vidogo huko mitaani ni uongo. Kuna kijana wangu mmoja ananiambia yeye anasema mwanangu Elvis alimuuliza mdogo wake siku hiyo, anasema kwa nini unaiba? Jibu alisemaje? Anasema ninapoona navutiwa na watu. Si ndivyo Elvis? Anasema yani navutia. Anasemaje? Nafanya nini? Natamani. Yaani ninapoona natamani. Katoto ka darasa 5 kanatamani. Kumbe natamani kuendesha gari. Kumbe natamani kuvaa suti. Kumbe natamani kuvaa viatu. Kwa hiyo uongo umefika mahali unazalisha uvibaka, unazalisha. Mimi nasema hivi nikiwa na maana kubwa, ukishinda ulimwengu wa uongo, unaaminiwa na mbingu, unaaminiwa na Mungu. Kila unachokifanya kinastawi. Iwe kwako katika jina la Yesu. Nasema ukafanikiwe in the name of Jesus. Hallelujah. Kwa bila kushinda hila za yule mwovu ambaye ndio asiri wa uongo, utakuwa unaendeshwa siku zako zote za maisha, wala uwezi kutulia. Unakuwa ni mtu wa kuyumbayumba. Hofu zinakaa, hofu inatawala nafsi, na nafsi yako itawaliwa na hofu, manake hisia zinapotea, utashi unapotea, nia iliyo njema inafanya nini? Inapotea. Kwa hiyo ni muhimu sasa kukabiri sasa ulimwengu wako wa ufahamu, ili familia iweze kuwa bora. Chochote unachokianzisha kikae sawa, kabiliana kwenye ulimwengu wa ufahamu. Ufahamu peke yake. Anzia hapa, sema hapa kwenye ufahamu. Wakati wote ombea hicho kichwa. Usubiri mtu akiweke mkono kuombea. Kiombee kichwa, sema Baba, katika jina la Yesu, ninatangaza ufahamu kwenye ubongo wangu wa mbele, ubongo wangu wa kati, ubongo wangu wa nyuma, kwa jina la Yesu. Kila ishara na kila mipango ya kuzimu iliyopanga kunidhoofisha, iliyopanga kunihadaa kupitia ufahamu wangu, natangaza kwa damu ya Yesu Kristo, narejesha fahamu zangu, narejesha ubongo wangu, narejesha maarifa yoyote yaliyo mema ambayo nimejifunza. Wakati wote shikilia hapo, usisubiri kuombewa muda wote. Rudi hapa. Ulimwengu wa kwanza wa kukomboa ni ulimwengu wako wa nafsi, ambao ni ulimwengu wa ufahamu, ambao ni ulimwengu wa maarifa. Ukimaliza hapo, ndio unakwenda kwenye ulimwengu wa moyo. Moyo, Biblia inasema linda sana moyo wako kuliko vitu vyote uvilindavyo. Sio ndoa kwanza, sio nyumba, sio binti wako kwanza. Ili kijana umuone na nguvu, baba umuone na nguvu, mtumishi fulani na nguvu. Ile nguvu ya kuendelea kwa muda mrefu ni uimara wake wa kushinda roho ya uongo, uimara wake wa kulinda ulimwengu wa moyo, ulimwengu wa nafsi yake, ulimwengu wa ufahamu. Lakini ulimwengu wa tatu ni ulimwengu wa kinywa. Mshangilia Bwana Yesu. Kinywa chako kinaongea nini? Kinywa chako kinakiri nini? Wakati wote unakiri nini? Wakati wote unatamka nini? Unatamka kushindwa? Unatamka kuaibika? Unatamka nini? Adamu alivyoulizwa uko wapi, akasema nimejificha kwa kuwa mwanamke uliyenipa amenipa tunda. Kinywa kikampoza. Mungu anafadhaika sana unapoongea uongo. Anajua huu ni uongo, huyu jamani mpuuzi kabisa, wacha nimwache hapo hapo aendelee kudumu katika uongo wake, na watoto wake watakuwa waongo, wajukuu zake watakuwa ni waongo, biashara yako ni ya uongo. Ndio maana Biblia inasema kwamba mama yako, tuliona pale Zaburi ya 51 mstari ngapi? 5. Mnakumbuka vizuri? Anasemaje pale? Tuliona ile andiko linafahamika kabisa. Anasema mama alichukua nini? Mimba hatiani, si ndivyo? Nami nimefanya nini? Si anasema tazama, anasema naliumbwa katika hali ya uovu, mama yangu alinichukua mimba hatiani. Kwa unaweza kuona hatia, uongo, deceiving spirit, roho ya udanganyifu inafika mahali inafanya familia ya uzao wa Mungu iishi kwenye maisha mbaya, iishi kwenye hali mbaya. Usiwe katika jina la Yesu. Sema na inuka kwa jina la Yesu. Sema na shinda kwa jina la Yesu. Sema na shinda kwa jina la Yesu. Lazima ufike mahali mambo ya kufanya ni haya, ni ya muhimu sana, ili kulinda familia yako dhidi ya uongo. Amen.
dhidi ya nini? Ya uongo. Tukasema silaha ile mikuki ambayo uliona imechomwa hapa, nikajumuisha, tukasema silaha mbaya ya kukudhoofisha wewe ni uongo. Amen. Ziko silaha zingine, lakini uongo ndio baba yao. Tuliona kwenye kitabu cha Yohana, tukasema kwamba shetani anaitwa nani? Baba uongo. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tuangalie hapo. Uongo tukasema unaonekana kama kitu kizuri, si ndivyo? Kama kitu nini? Kama kitu kizuri, lakini mbele yake ni ubaya. Lakini tukaangalia uongo unafanya jambo kwa kukusudia, ya unafanya jambo, unafanya kitu unajua matokeo yake, lakini unafanya. Narudie, ya unajua hapa nimekusudia kutoroka nyumbani. Yaani binti umefika mahali umeona umedanganywa na kijana, umedanganywa na kijana. Sasa mimi pote ya pote, pamoja na baba amenionya, mama amenionya, wazazi wangu wamenionya, subiri ukae hapa mwanangu. Wewe unataka kuitwa nani? Mama. Unataka kuitwa baby same fulani. Kwa hiyo unafika hapa unaamua kudanganya ili utoke pale. Baadaye unashangaa mambo magumu kule. Unarudi, baba naomba nisamehe. Mara zote na siku zote unapaswa kuwa makini sana kwa kila wazo uliokuwa nalo kabla ya tendo. Kila wazo unaloliwaza kabla hujatenda, unapaswa kujiuliza, ni wazo la Mungu au wazo langu? Na Mungu akutetee, kupiganie. Saidia kusema amen. Amen. Nani yuko tayari kushinda? Hebu ushinde tena kwa jina la Yesu. Nasema shinda zaidi ya kushinda. Kwa hiyo basi tukasema kwa nini tunahitaji sana kufika mahali kulinda familia dhidi ya attack. Na attack hii ni uongo. Tukasema uongo ni ngome mbaya. Uongo ni kitu, ni ngome kabisa, imejengwa. Ngome, tunaposema ngome ni kambi, sema kambi ambayo ina walinzi, imetafutwa eneo kubwa, alafu mondani kuna askari mbalimbali, kuna watu wanaoshughulika na mawasiliano, watu wanaoshughulika na ulinzi, watu wanaoshughulika na mahakama, watu wanaoshughulika. Ni ngome kubwa. Kumbe kama ungeandika kama mimi ningeandika, kumbe uongo ndio ngome zito kuliko ngome zingine zote, au uongo ndio silaha namba moja ya kuzimu inaitumia kudhoofisha wana wa Mungu. Kwa hiyo anza kuinuka sasa dhidi ya uongo, si ndivyo? Anza kuinuka. Biblia inasema Mungu ametamka mara 365 na robo. Sema 365 na robo, kwa sababu siku za mwaka mzima una siku 365 na robo. Kwa kila siku unapoamka, Mungu anasema uwe hodari na moyo wa ushujaa. Be strong of good courage, of good heart. Be strong. Kila unapoamka. Kwa nini Mungu anasema hivi? Ni kwa sababu anajua moja ya ngome nzito sana ambayo inadhoofisha ulimwengu wa watoto wake ni uongo. Uongo. Nani yuko tayari kushinda? Nani yuko tayari kushinda? Nani yuko tayari kushinda pale? Nani yuko tayari kushinda tena kule mbele? Nani yuko tayari kushinda? Mungu akupe katika jina la Yesu. Paulo anakutana wa Korinto na wenyewe wamechoka vibaya. Hata mimi leo nakutana Wagogo hapa Dodoma. Mimi leo nakutana na Wagogo, nakutana Wasukuma kule Mwanza, nakutana Wangoni kule Ruvuma. Ngome, maisha yao yamechoka ovyo. Ni uongo. Ulongo, sema uongo. Ni uongo tu. Ukimwona baba tu, baba ni mdanganya. Yaani ghafla nisio ni mdanganyeje. Ukutana tu, samahani baba, unajua mimi, umeingiza uongo tayari. Hebu just imagine. Yaani una ni sura mbaya. Paulo anakuta Korinto ile, angalia Korinto wa kwanza ile sura ya 10 na ule mstari wa 4 na wa 5. Mstari miwili tusoma Korinto wa kwanza ile sura 10. Paulo anakutana hawa Korinto nao wamefika level kubwa sana ya kudanganywa na kudanganya. Ogopa sana wewe ukidanganywa, ukidanganya na utadanganywa siku moja. Tunasema uongo ndio unazaa vibaka. Uongo ndio unazaa wezi. Uongo ndio unazaa uchawi. Uongo ndio unazaa chuki.
kama kila mmoja ukidumu kwenye ulimwengu huu. Mstari wa 4 na 5 pale mwanangu, mstari wa 4 na 5. Ukidumu kwenye ulimwengu huu utashinda. Display pale watu waone. Asema maana silaha za vita vyetu si za mwili. Narudia pale, anasema bali zina nini? Tuliona Paulo anawaambia Waefeso, lakini sasa anakuja kuambia nani? Wakorinto. Anaambia silaha zetu sisi, anasema silaha za vita vyetu si za mwili jamani, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Sema ngome. Na ule mstari wa 5, nisaidie kusema ngome tafadhali darasa. Anasema hivyo mstari wa 5, anasema tukiziangusha mawazo. Semeni wote mawazo. Hasa hapo kwenye mawazo amesema kitu ambacho shetani ameweka kwenye maisha ya mtu ni silaha inaitwa nini? Uongo. Na uongo ameweka katika mfumo wa ngome. Hasa umekaa kwenye fikra. Anasema tukiangusha mawazo na kila kitu kilichoinuka kijiinuacho juu ya elimu ya nani? Elimu ya Mungu. Na tukiteka nyara kila fikra ipate kumtii nani? Ipate kumtia Kristo. Ipate kumtii Kristo. Yaani ifike mahali Patricia kwamba lazima, sio tena hiari, sio tena kubembeleza. Inuka dhidi ya kila hofu na mashaka kwenye maisha yako. Unapotembea, unapoamka, Mungu alisema nimekubariki. Yaani God has said it, I have already blessed you. Mimi nimekubariki. Hakuna ambaye anayeweza kuja kunyang'anya hizo baraka. Si wachawi fulani, si waganga fulani. Unaweza kutana na manabii fulani na mitume na wachungaji wakakufundisha mafundisho ya hofu kwenye maisha yako. Nataka nikuambie kitu kimoja. Somebody say amen. Mafundisho na fundisho la Mungu aliyo hai, Mungu wa kweli, ni lile fundisho ambalo linaamsha na linakwenda kuangamiza ngome ya uongo kwenye mawazo yako, ngome ya uongo kwenye ubongo wako, ngome ya usijui. Kama ningisikia mtu anasema amina hapa. Bwana Yesu asifiwe. Ngome ya uongo. Anasema tukiangusha mawazo na kila kitu kilichoinuka kijiinuacho juu ya nini? Ya elimu ya Mungu. Juu ya elimu ya Mungu. Mungu alisema nitakubariki, sio? Mungu amesema nitakuinua, sio? Mungu amesema tukasema hivi, my spiritual father aliwahi kunifundisha siku moja. Akasema sikiliza, unaposoma neno la Mungu angalia sana muktadha wake. Tazama ule muktadha ule neno. Akasema ukiona neno linasema hivi, mimi nitakubariki, nitakubariki, wala usipigane hiyo vita. Tulia, subiri wakati wa kubarikiwa na Bwana. Lakini akasema ukifika mahali ukaambiwa nimekubariki, anza kujiuliza, nimebarikiwa? Mbona mimi na suruali moja? Mbona mimi na shati moja? Jamani, anasema hapo usidanganywe na mtu yote. Hata kama ukipewa keki, kataa. Wewe inuka, anza kupigania haki yako. Maana kuna mtu fulani ameficha hiyo haki. Kuna mizimu fulani imeshika hiyo haki. Kuna waganga fulani wa kienyeji, kuna wachawi na washirikina wamekamata hiyo ahadi ya Mungu aliye hai. Na ndio maana wewe leo uonekane unang'aa. Wewe leo unaonekana ni mtu wa ovyo ovyo. Inuka mara moja. Inuka. Anza kupigana. Anza kupigana. Kuna wakati binti unahitaji tu kuinuka kwenye level fulani ndio uonekane, ndio upate mume. I'm telling you. Kuna wakati kijana unahitaji uinuke kwenye level ya juu ndio upate mke aliye sahihi. Kuna level kibaki utapata waongo. Utapata level uliolizika, umelizika na shaba, wakati kuna dhahabu kule, kuna almasi kule. Kuna mtu naongea naye hapa. Kuna mtu naongea naye hapa. Kuna level hutaki kulizika nayo. Kuna maisha hutaki kulizika nayo. Haya maisha ni ya shetani ya kulizika. Haya maisha ni ya uovu. Usilizike. Don't ever be satisfied. Usilivike na maisha fulani.
kuna maisha naona, namwona mtu hapa anataka aende. Nasema kuna maisha nayaona mtu anataka aende. Kama ni wewe, ningesikia amina ya nguvu pale. Biblia yako inasemaje? Paulo anawaambia, tumesoma mstari wa 5, ameeleza vizuri, na kwa bila shaka wamedisplay. Maelfu wanatufuatilia hapa. Mungu awabariki mnaonifuatilia mahali popote pale. Kumbuka silaha zito na ya mwisho na pigo la mwisho ambalo shetani alilianzisha tokea mwanzo wa kitabu cha sura ya 3 ule mstari wa kwanza ni silaha ya uongo. Na mpaka sasa hivi Paulo ametabiri, na yeye anasema nyakati za mwisho watatokea nini? Walimu wa uongo. Sio? Watu watapenda kudanganywa kuliko kuambiwa nini? Ukweli. Kwa mfano, niliwahi kusema hakuna sadaka ya ukombozi. Unajua sadaka ya ukombozi ni moja tu, aliyetoa nani? Bwana Yesu. Kwa uwezo sema natoa sadaka nikomboe. Achana haya mambo, achana nayo. Bwana Yesu asifiwe. Unachopaswa wewe ni kunyenyekea katika ubora. Amen. Na mwisho wa siku tunalo agano la muhimu la shukurani. Sema shukurani. Thanksgiving. Usidanganywe. Na ndio maana unashangaa leo makundi mengi ya Wakristo wanajikusanyika mahali kwa watu wengi, ni wengi waliojaa uoga. Sema uoga. Kwa sababu walishaambiwa kwamba wewe nyumbani kwenu kule kuna 1, 2, 3. Wewe mgongo huu pale chini umepigwa sindano ya moto. Kwa hiyo muda wote naomba bwana, sasa njoo sasa nikupe hiki. Njoo ununue haya. Njoo nunua maji kwanza, nunua. Hakuna dhabihu inayonunuliwa. Andika, msiniangalia machoni tu. Hakuna sadaka yoyote inayonunuliwa, bali kila sadaka iliyotambuliwa, iliyofikiwa katika ukomo wa uelewa wa kiwango cha juu ya elimu ya Mungu, hiyo sadaka inafanya kazi kwa mtu muhusika. Kama ni wewe sema amen ya nguvu. Narudia, kama ni wewe sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Ni muhimu kuangalia baadhi ya watu, nimesema wako chini ya makanisa au dini, chini ya watumishi. Kwa sababu ni prophet na najua kufundisha, nipigeni makofi kwanza. Mpaka makofi, nisikie makofi yenu kwanza, nisikie. Usikubali, kwa sababu kuna watu, kuna watumishi, kuna dini zipo, watu wamejipangia tu kwa ajili ya kunyonya watu. Hapana. Mungu ameniita kwa ajili ya kumwinua mtu mmoja ainuke, mtu mmoja akafanikiwa, mjue Mungu wa mbinguni. Kama ni wewe sema amen. Wewe umjue Mungu wa mbinguni, utendaji wake, matokeo chanya kwenye maisha yako. Huyu ndio Mungu tunamtumikia. Amen. Naye mtaijua kweli, na kweli itawaweka kuwa huru. Tena huru kweli kweli. Unaishi kwenye maisha, lazima ujue, shinda ulimwengu ngome ya uoga. Ngome ya uoga ili kukamata. I'm telling you. Unajua, nitakwambia chukua maji usiku. Nimekuambia usiku lazima umimine kwenye mlango, kwenye nini. Wewe wakati wako wote utakuwa na wazo la kumimina. Na uombi, unakula mihogo, umeshiba, umevimbiwa. Uombi una nini? Kwa sababu una maji ya upako. Unakuja pale mlangoni, chwa 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 chwa. Huu ni uongo, ni ujinga. Lazima tufike mahali. Sema Baba, tufike mahali. Lazima tushinde ngome za kuzimu. Nisaidie kusema kushinda ngome za kuzimu. Nisaidie tena kusema kushinda ngome za kuzimu. Sikiliza, kila utendaji, kuna wakati, kwa sababu umeshatishwa mara nyingi, umeshaogopeshwa mara nyingi, huwezi kusimama na Mungu. Huwezi kuamini Mungu anatenda. Ndio maana maisha yako yote unaamini tu vitendea kazi. Unaamini vitendea kazi ni nzuri, lakini mimi nataka nikuaminisha jambo moja. Ni muhimu kumwamini Mungu aliye hai baada ya kushinda ngome. Sema ngome za uongo, ngome ya uovu, ngome ya mashetani, kwa namna iwayo yote kwenye ubongo wako. Kwa nini? Haleluya. Mashetani yenyewe yanajuaga. Kwa sababu shetani, kama Yesu alisema imekwisha, maana yake hivi hakuna tena nguvu yoyote na kusumbua wewe isipokuwa nyuma ya uoga peke yake.
Kibogoyo anakutisha nini? Kibogoyo, majini anakutisha nini? Uchawi una Yesu ndani. Biblia inasema kwamba yeye anasemaje? Yeye anasema ni njia, uzima. Yesu ni njia, uzima na kweli. Semeni kwa sauti, njia, uzima na kweli. Maana yake tunapaswa kumshinda shetani kwa neno la Mungu. Haleluya! Lazima useme imeandikwa, walio wa Bwana hawaguswi. Sawa sana Zaburi 105 mstari wa 15. Mimi ni uzao mteule, mimi ni masihi wa Bwana. Hakuna uchawi, hakuna uozi, hakuna uganga utakaonitisha, wala watoto wangu, wala kazi yangu, wala biashara yangu. Haya ni maneno na matamshi unapaswa uyatoe kwenye kinywa chako. So umekuwa kama mshirikina tu hivi hapa na chupa ya maji, muda wote ya maji ya upako. Nabii wa Bwana aliombea aniambia, wewe, mimi sijasema kwamba ukilala umimine maji. Mimi nimesema kitu kimoja, jua hila za shetani kisha usipinge. Haleluya! Kisha zipinge, kisha zikatae, kisha zikatae. Nasema kisha zikatae. Kataa kifo, kataa magonjwa, kataa aibu, kataa maskini, kataa kila cha uovu, kikatae. Yesu ameshinda. Yesu ameshinda. Natamani kukufundisha usiwe mtu wa kuwekewa mikono muda wote. Jiwekee mikono mwenyewe. Bless yourself. Kuna moja of the point muhimu sana Shefani. Unapojikubali wewe mwenyewe umeshinda. Unapojikubali, mimi, yes, I'm a gentleman, mimi ni baba wa watoto wengi, mimi ni nabii zaidi ya manabii wengine, mimi ni mtume zaidi ya mitume wengine, tayari umeshinda. Tunataka kazi zako zionekane. Tunataka nini? Kazi. Mungu akupe, Mungu akupe. Nasema Mungu awapeni. Nasema Baba yangu wa mbinguni awapeni. Nasema Mungu wangu wa mbinguni awapeni. Tena hata kuzidi, nasema awapeni. Nasema awapeni. Nasema awapeni. Nasema awapatie kwa jina la Yesu. Mpate. Unajua, unaweza kufika mahali ukawaza kuanzisha biashara mpaka uwe na milioni moja. Unaona uongo wako ulivyokuwa? Uongo ulivyokamata. Kuanzisha biashara mpaka uwe na milioni. Hivyo mchicha kwenye makapu mawili unachukua milioni moja. Kama si uongo ni nini? Kwa sababu akili zako zimekamatwa na uongo ambayo ndio ngome. And mimi niuze mchicha, mimi unajua kadada kakisema tu mimi naendaga tu mbali. Maraki tayari kama ni wewe unajidai leo, huwezi kuuza nini? Huwezi kuuza vitumbua pale. Huwezi kuuza nini? Huwezi kumtajia basi. Huwezi. Unadanga, unafika mahali mimi nikaa kushona kabisa charani. Unaweza kwa akili za matope, ngome, ubongo kikamata, shetani shike. Kila kitu unakiona kibaya. Yaani ukaanza kunawaza tu, unawaza mimi mtu kuruka na ndege. Au unaruka ndege unaenda wapi? Mwenzetu, umewekeza nini? Inuka sasa kwa jina la Yesu. Nasema inuka pale kwa jina la Yesu. Nasema inuka pale in the name of Jesus. Lazima ufike. Unamwambia binti yangu, nimwambia pia Glory, kwenye unaposoma darasani usikubali kuangalizia kwa mtu. Ni afadhali ufeli, ukose. Usikubali. Asa baba, mbona wenzangu wananiangalia? Wache wao waangalie. Kwa sababu kuangalia ni kuibia, ni uongo. Unaelewa vizuri? Yaani shetani ametumia silaha kila engo. Kuna watu wanapenda mipira, mtu anamtishia mtu kabisa hivi. Haya, anapiga penalty, anaangalia hivi. Mimi napiga hapa. Kumbe muongo. Anapiga huku, jamaa analalia huku. Mpaka kwenye viungo, uongo. Mpaka kwenye ufahamu, uongo. Kila eneo ni uongo. Nikasema usiangalizie, ila mtafute mtu mwenye ufahamu, mwenye akili za haraka, awe rafiki yako. Kwenye kusoma mnasoma wote. Ikiwezekana kutoka nyumbani, mwambie baba, nataka nipelekee zawadi rafiki yangu. Mwenye akili ni bosi wako.
aliyofanikiwa ni tajiri yako. Mbona useme amina nguvu? Aliyekupita kwenye kila eneo ni tajiri, ni baba yako. Kwa lazima ni afadhali unyenyekee kwa muda mfupi ili upate upako wake, upate energy yako, nishati yake, maisha yaendelee. Nisaidie kusema amina nguvu. Yeremia sura ya 4 mstari wa 3 mpaka wa 7, haraka haraka za maana Bwana auambie hivi watu wa Yuda na Yerusalemu, ulimeni udongo katika konde zenu. Yaani msio vivu, msio wahamiaji, msio mnakwenda huku na kule, ili uweze kushinda, familia yako iweze kuhifadhiwa, maisha yako yawe salama, biashara yako iwe safi, kila unachokifanya kiwe na security iliyo bora. Lazima linda sana ulicho nacho. Linda sana ulicho nacho. Tulishawahi kuibiwa hapa na kibao sana, mara nyingi sana. Hii ni somo pia, katibu uliangalia. Fika mara andikeni mpaka ile somo, tuliibiwa hiki tukaibiwa. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu ya uvivu wa sisi wenyewe. Kugundua ngome hapa. Ufahamu usipoelewa, huwezi kumjua rafiki ni nani. Kila unayemwona mbele yako kisha unamwona huyu ni mwema, unaweza kumwamini kila kitu. Iko siku moja atakukata shingo. Iko siku moja atakuharibu. Niko na mjasikia watu wamebaka watoto wao? Hamjasikia nini? Mwanae kumzaa kambaka. Hujasikia mtu ameua mke wake? Hujasikia mwanamke amemuua nani? Mume wake. Hujasikia hayo? Yaani lazima fikie mahali, peleleza kila kitu, fanya kila kitu, alafu sikiamini 100%. Fika mahali amini sana brain ulionao. Mimi ningesema amina nguvu hapa. Trust yourself. Trust yourself. Trust yourself. Trust yourself. Wewe ndio yule atakayefika kesho. Wewe ndio huyo unayefanya maamuzi leo. Limeni udongo wenu. Limeni udongo katika nini? Konde zenu. Acheni kwenda kuazima zima. Acheni kwenda huku na kule. Amini wewe unaweza kuwa mtu fulani. Amini mimi hapa naweza kubadilisha hali kwenye familia yangu. Mimi niliamini katika watoto 8 kwa mama yangu, na alimwambia mama yangu mzazi, mimi nilijitu fulani, mimi nilitoto fulani. Haijalishi nilizaliwa kadogo, lakini katikati ya kaka zangu, katikati ya dada zangu, katikati ya ndugu zangu, nikasema I am the head, I am the boss. Naimba ule wimbo, naambukiza mtu mmoja hapa kwa jina la Yesu. Trust yourself. Yaani kwenye maisha yako unakaa mwoga tu, eleweki ovyo tu. Hata kama ukiajiliwa haki zako uzijui. Wewe kwa jinsi ulivyokuwa na mshahara wako shilingi 200,000. Mungu amejibu. Hallelujah. Jipime wewe 200,000 nilionayo, elimu nilionayo. Moja sema ndio. Alafu angalia umri ulionao. Alafu 3 thamani yako. Hivi mimi nakulipa 2,000 kweli? 200,000. Lazima unahoji. Vinginevyo unapoteza muda tu. Yaani ukifika mahali kama ni binti, hata kama utaangukia upande wa pili kule, yaani mtu kuangalia na kuthamani, huyu mtu hapana. Huyu mdada sio kumpeleka loji hii hapa ya chini. Huyu ni wa thamani. Kwa Yesu ni zaidi. Acha mambo kijinga. Kama ni kaka, lamu ujue mimi sio mtu wa vitu vya chini huko. Sasa mbali sana kwenye mahusiano mnipangia nani? Mnipangia semina ni waeleze. Si nataka watu wakubwa. Wangapi wanataka watu wakubwa hapa? Wangapi wanataka watu wakubwa? Niandalieni semina, mgarimia afu nitakaa pale. Lazima ufike mahali unataka kuwa mkubwa, tangu sana wakubwa. Unaweza fika mako ingia pale, wewe ndio unanuka kibeberu, wenzako wote na perfume kali tu. Unajua hapa ni shida. Alafu wenzako wanashinda tu, yaani wanakuvumilia, wanafanya angalau siku ya kwanza unanuka kibeberu. Siku ya pili na wewe anza kutumia taka perfume kadogo. Sio hivyo? Kidogo na kama unafanya. Siku ya 3, siku ya 4 mkikaa hivyo hawasikii kibeberu cha kwao. Hawasikii kwa wanasema sasa tunaanza kupanga mikakati iliyo mizuri. Mnaelewa vizuri? Yaani mtu uelewi, unatoka kijijini unakuja mjini, unabaki mtu kijijini vile. Uko mjini wenzako hivyo saa 2 unalala. Wenzako hapa town saa 2 mtu alali. Saa 2 ile kasha kaanga bisi yake anatembeza. Juisi anatembeza saa 2 usiku mpaka saa 4 saa 5 hapo. Wewe kwanza
unalala ngome zimekamata kichwani, unalala unashangaa tu mara chura na kukimbiza mara sio nini, unasikia unaamka tu kwa jina la Yesu, kuna kitu kinanifuatilia hapa. Nabii alisemaje? Ukiota hivi basi, kazi yako ni ukiota hivi basi unakimbizwa, ukiota hivi unarudi kijijini. Lazima tufike mahali jamani, angusheni ngome inayoitwa deceiving, na huo ndo mkuki mbaya. Linda your familia yako, guard your family from evil attack. Uongo ni silaha za shetani. Hapo nimemaliza. Lima udongo wako, si ndivyo? Jiamini mwenyewe, kula vyakula vya kwako mwenyewe, kunywa maji hepi ulitoka, narudia, kunywa maji yako mwenyewe, vaa mavazi yako mwenyewe, nunua nguo yako mwenyewe, jicheka mwili kako vizuri, wewe kama unashona jishonee, inapendeza, jishonee kanguo kako kazuri, katundike mwenyewe. Unasubiri ununuliwe? Utauzwa, unauzwa. Iko siku mtu anakuhesabia tu, nilimpa hii hapa, nilimpa na hiki, nilimpa. Iko siku kataa, utachinjwa kisu. Sasa yani sasa hivi naangalia baba, bora kama simuelewi, ndio nakwambia hivyo. Hata nywele uliokuwa nayo, hata kucha ukiweka hivi, jua umegharimia jamaa. Sinapendeza? Mbona msema amina? Mbona msema amen? Nampeleka Ayubu bado nakuwazia tu jambo jema, nakuwazia litatiki tu muda si mrefu, na wewe nampenda. Yaani baba yeye kwanza nakwambia, baba mimi naomba tufanye kazi hii, mimi nitafutie tu mlali chakula mimi naishi. Mimi pia baba sinipa angalau tu ya vocha kidogo, nipa angalau tu hii na hii. Ndio maisha yanatakiwa dunia. Wewe umekaa tu na ndevu zako, ndevu zinazunguka tu. Wewe kuna watu wanazeeka. Biblia inasema hakuna jambo jipya chini ya nini? Amsemi chini ya jua. Yote mnayoona leo yalikuwepo. Yaani bibi unayemwona leo yule alikuwa kama nani? Nimesema mimi picha hizi hapa, ukichukua picha ya miaka 10 iliyopita, katibu ni shahidi, picha ambazo nimeanza huduma pale, nyinyi wote nikaonesha mtakataa. Kwani nilikuwa navaa mapekos fulani hivi, alafu nimekaa kama sielewi, visikio vimechongoka hivi. Huyu ndo baba kweli huyu? Ule wangaza mnamcheki Alfa, nimemkamata kipindi kile. Yaani tumepigika vibaya. Hali yetu ni mbaya. Tunamtumikia Mungu kile, tunaye matumaini ya kesho. Lazima tufike mahali usikubali uongo ukakaa kwenye ubongo wako. Wewe ni tajiri, sema amen. Mbona amen yako ni ndogo sana? Wewe ni mtu wa heshima, sema amen. Wewe ni yule tofautishwa sana, sema amen. Neno lako moja la thamani linapindua ulimwengu wa kutosha. Just one word, a valuable word, just a single word inabadilisha ulimwengu wa mashetani. Hautaniweza, mimi sio nyinyi, mimi sio wale, mimi ni fulani, mimi ni taifa, mimi ni yule, kwa jina la Yesu. Kuna wakati fika mahali usikubali watu wakusimpaka, usubiri watu mpaka wakusifie. Anza kujisifu mwenyewe. Kama inawezekana weka kioli kubwa, maki ujiamini mwenyewe. Anza kunyosha miguu hivi, anza kufanya hivi, anza kutikisa hivi. Kuna wakati unavyo hivi, Mungu mbona kama amenisahau? Ndio maana mimi ninachelewa kupata sio mchumba, nachelewa kuolewa, unachelewa. Kumbe ni uongo wako. Ni uongo wako. Inafika mahali angalia uongo ulivyo. Kule kina dada wale wanauza mpaka vile makalio. Unajua hivyo, jiulize kwa nini wewe uvai makalio? Kwa nini? Ni uongo. Maana shetani amekuaminisha wewe soko lako wale basi vinauzwa shilingi ngapi sio, vinatoa nini, vigaguru sio nini vinauzwa. Mimi nimefuatilia sana vile vitu vinauzwa, mtu ananunua kabisa anaweka hapa basi anatembea na mrefu. Sasa ili uonekane aje wewe bwana, kaa umekaa mbavu imekaa hivi, wewe jiblandi tu, sema amina. Jamini tu, kuna mtu wako, sema amen baba. Acha kudanganywa. Yana jisikia vibaya sana nikiwatazama binti zangu kule nje, nikiwatazama huko ndani vijana wangu, mnachoshwa na mambo ya ajabu sana. Uongo. Usipoweza kuridhika na kitu kidogo leo, kikubwa hutaridhika nacho. Mbona uandiki? Usiporidhika na kidogo unacho leo, kikubwa hutaridhika nacho. Ni sawa na mtoto mdogo alianza wizi mapema. Huyu baadaye atakuwa jambazi tu.
kwa sababu kitu kidogo hawezi ridhika nacho. Ni sawa na mtu alianza uzinzi mapema, unaelewa, hata acha uzinzi hata kioa. Baba wachi uache ovyo, yaani mpaka ufikia mahali ukombozi ufanye nini, upite kwenye fahamu, uangushe hiyo ngome, kwa sababu uzinzi ni roho. Bwana Yesu asifiwe. Ingekuwa kabla hujaoa kuacha uzinzi kwanza, tukupime kwanza wewe umeokoka ndio uoe. Kabla hujaolewa tupime kwanza kwenye mashine, zingekuwa nzuri hizo. Tuangalie mpaka siku ambapo upite kwenye uzinzi. Tunakuacha miezi 6 au mwaka mzima kwanza. Tupime umeokoka kweli, afu ndipo uolewe. Ingekuwa nzuri eti nani? Angeumbuka sana. So Yeremia 17:9 alisemaje? Kuna eneo la kulinda moyo, huwa ni mdanganyifu. Sawa? Tukasema huwezi kuilinda familia yako, guarding your family from evil attack. Huwezi kulinda familia yako kama hujadhibiti number 1. Pale hapo nasema namba 1, hujadhibiti ulimwengu wa nini? Wa mawazo yako, fikra zako, ubongo wako. Hii namba 1. Sema namba 1. Semeni namba 1. Namba 2, kama hujaweza kudhibiti ulimwengu wa nini? Wa moyo. Sema moyo wako. Sema moyo. Nisaidie kusema moyo. Moyo unapaswa kuulinda sana. Ni mahali ambapo pana mijadala mingi kwenye moyo wako. Amen. Ni mahali ambapo vitu vingi vinatokea hapo. Namba 3, haraka haraka usisahau, andika kwa peni nyekundu. Ni muhimu kulinda ulimwengu wako wa kinywa. Sema kinywa. Mdomo ulionao. Huu mdomo sio kulia ugali peke yake. Huu mdomo sio wa kupiga lipstick au wa kunyoa zile vijana wakinatia mnaona nanyoa yani visharubu vinawakwa hivi na nini. Hii hapana. Hii kinywa hiki ni kwa ajili ya kuhukumu, kwa ajili ya kubariki, kwa ajili ya kuhuisha. Mshangilie Bwana Yesu. Mshangilie Bwana Yesu hapo. Mpe Yesu tena makofi. Afadhali una kinywa. Wewe una kinywa umekaa tu. Mimi si mwongeaji sana. Mimi si mwongeaji, wewe si mwongeaji, wewe nani? Kinywa anasema uwezo wa maneno yako. Patricia ongea. Sio kata. Ongea, talk. Anaambia mwanangu Glory, ongea. Talk. Umesikia? Ongea. Yale usiyotaka, ongea na kataa. Yale unayotaka, ongea. Na unavyozidi kuongea, yale mema yanavaa mwili. Amen. Bwana usema mimi na nguvu. Anza kuongea. Unapotembea ongea. Moyo huwa ni mdanganyifu kuliko vitu vyote, lakini una ugonjwa wa kufisha. Nani aweza kujua? Sema mimi mwenyewe. Sema mimi mwenyewe na Mungu aliyokuumba. Hakuna. Mimi nachokiwaza sasa hivi hapa hivi hujui. Hata unachokiwaza mimi sikujui. Ukinipiga tukio lazima sasa jamani ile binti ya ajabu. Yaani ukimwangalia tu niko naye. Yaani amenigeuka ghafla hivi. Yaani moyo unaona nini? Lazima tushinde. Maeneo mangapi nimesema? Anitajia neno la kwanza, ili kushinda mashambulizi ya mashetani dhidi ya familia. Nimesema zingatia kulinda maeneo mangapi? 3. Anitajia neno la kwanza, neno gani? Sema neno kwa sauti tafadhali. Sema kwa utaratibu nilivyotaja mimi. Neno la kwanza nini? Ulimwengu wa mawazo, ulimwengu wa fikra. Ungesema tu ubongo basi, si ndivyo? Ubongo uliokuwa nao. Eneo la pili ni nini? Ni moyo. Eneo la 3 kinywa. Wakati wote ukishinda hapo, hakuna atakayekuweza wewe. Jishangilie tena mwenyewe. Jipigie makofi mwenyewe. Natamani kusikia makofi ya nguvu kwa mtu mwenyewe anajishangilia. Bwana Yesu asifiwe. Hebu angalia, moyo ni mdanganyifu sana. Ni mpaka ufike bado ubadilishwe. Utakapobadilishwa utashinda. Musa akasema kwenye kitabu chake cha Kutoka pale, Kutoka sura ya 3 mstari wa 3 mpaka 4. Musa akasema nitageuka. Amen. Kwa sababu nimedanganywa sana. Kwa sababu umedanganywa sana. Kwa sababu umeambiwa Dodoma ni pakame. Kwa sababu umeambiwa hautaoa. Umeambiwa hautaolewa.
Wewe umesikia na umeambiwa eti kwa sababu bado hujajenga, eti kwa sababu bado huna chumba, eti kwa sababu bado hujapanga, eti kwa sababu huwezi. Umeambiwa. Pale utakapofika kiwango cha kuanza kupinga maneno yao na kuyabadilisha yale maneno kuwa biashara halisi kwenye maisha yako wewe, ndipo utaanza kuwathibitishia kile ulichokisema sicho. Amen. Jitahidi kubadilisha maneno ya watu mabaya kuwa wema. Let them enjoy your status. Kuna ulimwengu ambao unahitaji. Musa kabidi abadilishe ulimwengu wa moyo, akaanza kuamini. Akasema naenda kuyaona maono haya makubwa. Alikuwa haoni maono makubwa, alikuwa na maono madogo tu. Alikuwa na waza toka familia ndogo, alikuwa anajiwazie mwenyewe tu. Lakini sikiliza, asema nakwenda kuyaona haya maono. Alipofika mahali, alipokubali kuona haya maono, Mungu anamwaminisha, anampa taifa aliongoze. Mshangilie Bwana Yesu. Kuna taifa ambalo Mungu amekusudia uliongoze, lakini wewe unajiona uko peke yako. Wewe unaona kwamba unaweza kuongoza familia yako peke yako, lakini Mungu amekuwekea taifa kule mbele. Mungu ameweka taifa kule mbele. Naongea na watu mnanifuatilia pale. Mungu ameweka taifa kule mbele. Level yako ni level ya juu, mpaka pale utakapojitambua. Natangaza neno la weza liambukizwe kwenye fahamu zako. Neno la nguvu na mabadiliko liambukizwe kwenye moyo wako. Neno la baraka na ushindi litoke kwenye kinywa chako sasa, kwa jina la Yesu. Naam, likawe. Mithali sura ya 5 mstari 23 anasema, atakufa huyo kwa kukosa maonyo, naye atapotea kwa wingi wa ujinga wake. Wingi wa ujinga wake. Uongo. Leo tumejadili uongo, sio hivyo, ambayo ni silaha mbaya inayoangamiza familia. Tukasema matokeo mabaya yote ya familia mnaona. Ukiona familia yote maskini, familia yote haijiwezi, wala usihangaike. Amen. Wewe fuatilia maisha ya baba na nani na mama huyo familia, utagundua kuna maeneo walidanganywa, wakaingizwa kwenye nini? Kwenye mizimu, wakaingizwa kwenye matambiko, wakaingizwa kwenye ibada za kipumbavu. Leo hii familia zote zimezaliwa zina majini, mapepo yanarukaruka ovyo ovyo, maisha yao yako hivyo. Usio wewe katika jina la Yesu. Wakati na kufundisha, jifunze hata kurudi basi. Kama kuna eneo unaona liliumba, rudi. Mungu anataka ujitambulishe. Jitambulishe kwamba unaweza. Jitambulishe kwamba uko duniani sio kwa bahati mbaya. Umepewa jimbo la dunia hii ili umiliki, ili utawale, ili uongezeke, ili ustawi, ili ufanye mataifa ya kusikie, mataifa ya kufuate, mataifa ya kujue. Eti kijana anachumbia, anasema ni siri baba, mpaka dili likae sawa ndio baba nitakwambia. Wewe ni kijana kweli, una akili mzuri wewe? Lazima mnajafanya kuficha ficha wewe, kama wachawi fulani hivi, kama nini, mnakaa mangala tusogeze kidogo mpaka mwezi wa 8 ndio tuanze kusema nimepata mchumba. Hii miezi mitatu nikushtaki hapa, miezi mitatu na kushtaki kweli. Miaka lini? Kuna nini? Baba tuna miezi na mwaka, yaani kama mshirikina fulani hivi ete. Kwa nini ufika mahali msielezane tu kweli? Bwana sikiliza, mimi nimekupenda na nikuoe, sawa? Sasa nidhamu ifanye nini? Izinga elengoni msiko za Mungu. Haleluya. Nzuri kumsifu Mungu. Na kwa namna gani? Mbona mnapokea vocha? Mbona message unajibu? Status parasite amekununulia soda, umepokea vocha, asante. Unachokipanda utakivuna. Speak it out. Sema nimekupenda. Nimwambia mke wangu tu, tumetoka njiani, kwamba nakupenda, nataka nikuoe. Na kaniambia angalia, are you serious? Nikwambia wewe sikiliza, nataka jiandae kuwa mama watoto. Full stop. Alafu kilichofuata nikamsikiliza yeye zaidi. Lini niende kwao? Unaona, wala chenga zile hamna.
nimeongea naye ndani ya baada ya miezi 6 nimeoa. Nyinyi mnakaa sasa uongo kijinga sana eti. Mnakaa eti uchumba miaka 2. Miaka 2 au miaka 3 au miaka 6. Ndio maana ukioana hawakai kwenye ndoa. Kwa sababu uongo ndio mwaleta kwenye ndoa. Mimi natamani za binti yangu mwenye jitaji sasa, ukioja jitaji. Natamani sema tu mimi nataka ni kweli. Mtu amekuja kwako mwambie are you serious? Mkazie macho, are you serious? Maki mimi sio mtu kudanganywa mimi. Mimi sio mtu kuwekwa hapa. Akukimbie vizuri. Ona mpetepete pete. Jana na unyago kule mlijifunza eti usimjibu vibaya kijana, anaweza pia akakuchumbia wewe. Sikiliza mwambie wewe mimi sitaki kudanganywa. Mimi si mtoto mdogo ujue. Mimi nimeelewa. Nimelelewa na wazazi. Kama baba na mama kufundisha haya, sema mimi baba yangu na Bilu Ambano amenilea, amenikemea. Nikuambia tu kweli, acha kuyumba yumba, nyoka wewe mwanamume, nyoka wewe binti, kaa vizuri. Ili kushinda silaha ya uongo. Mwisho sio tunaanza kuombea vitu matokeo uongo hapa. Mapepo yamekupiga. Unafika mahali umedanganya mpaka mzako umri. Wewe umezaliwa 70 80 miaka una miaka 50 hapo. Unasema mimi miaka tu 22. Mmeshangana na nyumba, unashangaa kumbe wewe muda wote ukitoka na make up muda wote, yani wewe muda wewe na make up wewe na make asubuhi kutoka yani mpaka anajiuliza utalala utakana huyu mwanamume na make up muda wote. Ili kusika utakuona sura yako halisi. Aya! Mbona ni mamba? Lazima ujue mimi ni mamba fulani niliokoka. Mimi ni mjusi fulani niliokoka. Sema amina wewe. Yesu anakwenda kukubadilisha kabisa. Yesu anakwenda kuiponya ndoa yako, biashara yako na kazi. Biriri, uwe halisia. Mimi nasema pande zote ujue. Kijana anafika mahali kwambia unajua siku kwetu tuna mifugo, tuna ng'ombe 100. Wewe hata umuulize hawa ng'ombe ni wako wako wewe au baba yako au urithi. Akasema urithi watoka. Hizo ng'ombe si za kwako. Tafuta za gari la baba yake. Anakuja anatembelea. Yaani alafu anachukua gari yangu bibi Brown ngoma kipindini shazeeka ndo anaendesha gari. Anakwenda mpaka sehemu fulani anashuka kwa mchumbaki. Yaani mchumbaki amuone bora kwa gari yangu mimi. Na nyang'anya gari. Yeye atafuta ya kwake. Ndio maisha yalivyokuwa wewe. Ndio matokeo wa vijana na wazazi. Wewe ni uongo. Uongo umepeleka kifo. Uongo unapeleka mauti. Kutaka kuonekana kujimwamba fai, kuonekana wewe nani? Kuonekana haleluya. Uongo. 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 Nani kutaka kushinda hiyo roho? Ushinde katika jina la Yesu. Warumi sura ya 1 mstari 28, omba na kuombewa sana. My spiritual father leo kuniambiaga mtu akuombee, ombea watu wengi. Lakini kama hawajafunguliwa fahamu zao, unajipiga nini? Unajipaka matope. Fungua watu fahamu zao. Waachiliwe kwanza. Wajue namna kuingia na kutoka. Wajue namna kupigana maisha yao. Haleluya. Waende walete dhabihu iliyo safi. Nendeni mkashambulie, nendeni mkatafute, nendeni mkafanikiwe. Nisaidie kusema amen na wewe. Nenda. Alafu sasa unarudi madhabahuni, unakuja na bahasha. Mimi najua mwanangu amefanikiwa. Haleluya. Mwanangu amepambana huyo. Mwanangu amepigana huyo. Mwanangu hajaogopa. Mwanangu ameshinda roho ya uongo. Amekataa kuwa mtumwa. Umekataa. Ndio maana unaleta bahasha kwa ajili ya dhabihu. Nimekataa mimi kuombaomba. Nimekataa kuaibika. Nimesema uongo ni chanzo cha kila uharibifu kwenye dunia. Nani ameandika vizuri? Ajipigie makofi. Nani ameandika vizuri? Aliandika vizuri kwenye daftari lake, sio daftari la kokota kanisani. Aliandika vizuri, anyoshe mkono. Makini mmoja, anyoshe mkono aliandika vizuri. Alajiamini ameandika vizuri. Mungu akupe. Paulo anasemaje? Anasema na kama walivyokataa kuwa na Mungu katika fahamu, Warumi sura ya 1 mstari 28. Kanasema katika fahamu zao, si kwenye matumbo yao, si kwenye vichwa kwenye miguu, katika fahamu zao Mungu aliwaacha wafuate akili zao zisizofaa, wayafanye yasiyo nini? Yasiyo wapasa kuyafanya.
Yaani Edi na mwanangu, hapo ulipo bado hujachelewa tu. Tengeneza life yako. Wewe jiset kwa mimi nilimama litumishi. Useme mimi mama mtumishi. Mimi nilimama litumishi. Wewe kwenye dari yako anza kulalia. Anza kufanya prayer. Anza kuumba. Nimesema wewe ndio unaiumba jamani. Mungu anashuka, anakusaidia kwenye kuumba. Anasaidia kuumba, anakusaidia. Mimi ni mama ninayeweza. Mimi ni fulani. Hivyo ghafla fika mahali unapata mtu wa heshima yako. Mtu anakuja mahali, niwakuletea siku moja mchumba na binti yangu moja hivi. Mke wangu amepika chai vizuri katibu. Kaileta bana na mkate na nini pale sebuleni. Na mimi nimewekewa na kunywa. Nitampa chai bana sasa mimi siwezi kunywa chai. Sasa mchumba wangu amemletea binti yangu amemletea huyu. Siwezi kunywa. Siwezi kile nimfukuza. Nikamfukuza. Mimi siwezi kunywa eti chai ya moto. Unaona kazi gani? Mimi ni MC. MC ni kazi. Sawa ni nzuri. MC SM gani? Lazima tuelewe sawa ni MC, sawa ni wapi? Na shereheshaga kwenye ndio unakochukua. Yaani wewe mpaka usubiri nani ukasherehesha kwenye vyama, chama gani chama cha nani hiki? Ndiye MC wa vyama. Hebu ndo niletee mtu kama huyu. Ndio muulize mwanangu na shida gani? Umedanganya nini? MC au nini? Basi nikununulia hata nani? Hata flash za kutangaza tu ili usikie. Pake MC makoko wengi wa MC. Kuna vitu vingine uongo ni mbaya. Na kwa sababu uongo vijana tukohoji. Na watu ambao hataeleki. Unajua usipomhoji mtu mapema, unajua ukamwelewa kila kitu. Ni nzuri sana bila kudanganyana. Waambie tu bana mimi bado siku kwetu bana. Aliyosoma ni mimi peke yangu. Unaelewa vizuri? Tena nimesoma kwa shida kwa mbinde si mchezo. Usinione hivi. Alafu angalia kucha zangu kama 3 hivi unaziona hizi. Hizi kucha 3 hizi hapa. Hii kucha niliingiliwa na mafunza kule kwetu mafunza yako mengi sana. Mwambie tu aelewe. Unajua? Wewe unasema hapa nilibano na mlango. Alafu siku mbaya mama yako bado naishi. Unaenda kule nyumbani na unakutana mama amekosea. Jamani mwanangu funza walikuelemea mpaka vidole vitatu. Hivyo wewe mke wako atahisi nini? Eti sitani uongo eti. Unaweka kichwani sema tu ukweli. Wewe umezaliwa vinywele vyako vipunye. Yaani hata ukafanyeje nywele zako ndio hizo bangiri hizo. Yaani unajua mimi kwa mdogo. Nywele zilikuwa nitakuwa nywele wewe. Ili kwamba unataka kumpige mzinga mchumba wako mke wako. Kuna vitu vingine kijinga. Haya ngoja nimalize kipindi changu hapa. Wangapi wamefanikiwa wamefurahia somo hili? Lazima tujue uongo ni mbaya. Amen. Sema mimi na kiu, umeelewa? Ili upewe maji. Sema mimi na njaa ili upewe chakula. Amen. Jamani, sema. Mathayo 7 Yesu anawaambia wanafunzi wake. Mathayo 7:7 anawaambia, anasema hivi, jamani ombeni nanyi ninyi mtapewa. Tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Kumbe njia ya kupata ni kusema nini? Ukweli. Mshangilie Bwana Yesu. Ukweli peke yake. Mithali sura 15 ule mstari wa 14 asema moyo wa mwenye ufahamu. Jipigia makofi sasa. Hitajio la kwanza ili kulinda watoto wako, kulinda familia yako, kulinda kila kitu dhidi ya nini? Ya uharibifu, dhidi ya taraka kwenye ndoa, dhidi ya taraka, dhidi ya magombano, dhidi ya chuki, dhidi ya kila namna kwenye familia, ni kuwa na ufahamu na kusema ukweli. Lazima moyo wako ushibishe ufahamu. Nisaidie kusema amina. Wakati namaliza kipindi hiki, moyo wako unahitaji kushibishwa ufahamu. Ndio maana Mithali 15 na ule mstari wa 14, moyo wa mwenye ufahamu hutafuta maarifa, bali kinywa cha nani? Cha wapumbavu hula upumbavu. Shughulika na maeneo makuu ngapi kanisa? Maeneo makuu ngapi kanisa? Maeneo makuu ngapi? Eneo la kwanza mawazo, maarifa, ubongo. Eneo la pili moyo. Eneo la tatu
kinywa, jipigie makofi. Haya ni maeneo ambayo amka, tembea wakati wote. Sema, Baba, katika jina la Yesu, navisha ufahamu ubongo wangu, ubongo wa mbele, ubongo wa kati, ubongo wa nyuma, kwa damu ya Yesu Kristo. Narejesha ufahamu wangu uliopotezwa kwa ishara yoyote ya kichawi, ishara ya kuzimu, ishara yoyote, mimi narejesha leo. Pokea uweza, ubongo wa mbele, ubongo wa kati, ubongo wa nyuma, kwa jina la Yesu. Natangaza leo ile nia iliyo hai naita ndani yangu, maana nia inapatikana kwenye moyo na nafsi. Ewe nia ya ushindi, na kuita njoo. Ewe nia ya ubora, na kuita njoo. Ewe nia ya utajiri, na kuita njoo. Nia ya mafanikio, na kuita njoo, kwa jina la Yesu. Natangaza leo ile nia iliyo hai, naenda kwenye ulimwengu wa hisia yangu. Ewe hisia yangu ikae sawa kwa jina la Yesu. Naita ulimwengu wa hisia, hisia zangu hazitaibwa kwa damu ya mwana kondoo, kwa jina la Yesu. Natangaza leo ulimwengu wa utashi, maana yake Bwana mabwana, nikikosa utashi nitakuwa mtu nisiyofaa, kwa jina la Yesu. Utashi wangu ukiwa sawa, nitavaa vizuri, nitajua mpangilio wa mavazi, nitajua nakula nini, najua navaa nini, najua nalala wapi. Hayo ndio maisha ambayo Mungu anakusudia uwe nayo wewe, kwa jina la Yesu. Keti nimalize hapo. Keti nimalize hapo. Nimeshataja mambo yote, maeneo makuu matatu yalinde. Utaondoka hapa, familia yako itakuwa salama kwa jina la Yesu. Nasema utaondoka hapa, familia yako itakuwa salama in the name of Jesus. Namba moja, nimesema linda ufahamu wako. Shughulika na nini? Paulo anawaambia Wakorintho. Leo tutasoma na malizia wakati unapolinda familia yako, sawa? Paulo anasema ni Wakorintho wa kwanza, wa pili sura ya 4 mstari wa 3 mpaka wa 4. Lakini yes, ni vizuri kanisomea Mithali sura 6 mstari wa 32. Mithali 6:32. Ufahamu, shughulika na ufahamu tu wanangu. Tushughulike na ufahamu tu wanangu. Sema amen. Natamani kuwa muwe moto kuwa moto kwenye ufahamu. Kuwa moto. Utapokuwa na ufahamu wako, utakuwa na watoto wazuri. Utanaletea wajukuu hapo wenye akili. Wane babu napendeza. Lakini ufahamu, mama, ukikosa ufahamu, toto liko tu kigusa taki. Hasa yani bora ni shida. Biblia inasema mtu asinie na nani? Na mwanamke hana nini? Hana akili kabisa. Afanya jambo litakalo nini? Mwangamiza nini? Nafsi yake. Unapozini, unapokubali kwenda guest, unapokubali kumpeleka mwanamke guest, number 1, unatudhihirishia sisi, unaidhihirisha dunia, unaiambia ardhi, unaiambia mbingu, unaiambia na kile kitanda unacholala wako unazini, wewe huna akili. Moja ya eneo baya kwenye ulimwengu ni ulimwengu wa ufahamu. Tendo la uzinzi linabeba ufahamu, linapora ufahamu, linapora uhai, linapora kila kitu. Ujasiri unakosa. Tendo moja tu la uzinzi umepoteza majumba. Tendo moja tu la uzinzi umepoteza mume ambao ungehitaji kuoe. Tendo moja umepoteza mke ambao ulihitaji umuoe. Tendo moja la uzinzi. Huna akili kabisa. Biblia inasema. Namba 2 ni moyo. Nikupe maandiko, sio? Yeremia ngapi ile? Yeremia sura ya 17 na ule mstari wa 9. Linda sana moyo wako, editor. Linda sana moyo wako. Linda sana. Unajua ni wakati naongelea bado ufahamu, binti yangu epo. Kwa nini nakuombea sana ufahamu? Maana kwenye ufahamu nategemea utanipa majibu sahihi kwa kila moja nakuja kwako. Yani don't ever agree to be deceived. Usikubali kudanganywa.
when you speak to somebody, macho yako haya, tazama hivi, umemtazama, ukitazama hivi, ukatazama hivi, lazima kudeceive, lazima kudanganye. Mbona mchungaji anafundisha na mabinti zake? Lazima tujue. Kwa sababu gani? Mimi ninachojua, mwanamke ndio chanzo cha ubora. Mwanamke ndio chanzo cha mafanikio. Mwanamke aliyo bora, binti aliyo bora ndani ya kanisa, ndio uweza na matendo makuu ya Mungu yanaonekana kirahisi zaidi. Na mwanamke akiwezwa, binti ukiwezwa, maana yake nini? Umekaribisha ulimwengu wa uovu kwenye nyumba. Binti unapovuka geti, unapokwenda nje, mama yako ni salama, mama yako ni salama. Umeelewa? Unapolala na mwanaume kule nje, maana yake ukoo wa yule mwanaume unauleta wote kwenye nini? Kwenye nyumba yenu. Na ukoo na wewe mwanamume vile vile, ukoo wa yule mwanamke, sema mwanamke, unaupeleka wapi? Kwenu. Na mnaanza kushangaa, mbona maisha magumu kwenye nyumba hii? Biashara yendi. Kumbe mpumbavu mmoja hivi. Mpumbavu mmoja hivi kafanya. Msiwe nyinyi katika jina la Yesu. Nasema msiwe nyinyi ndani ya ile kanisa. Na hii ni saa ya urejesho. Mshangilie Bwana Yesu. Sema tutarejesha vyote. Nisaidie kusema tunarejesha vyote. Sema amani, matumaini, upendo, nguvu, haki ya kweli. Sema narejesha kwa jina la Yesu. Moyo huwa mdanganyifu. Namba 3, kinywa chako. Namba 3 nini? Kinywa chako. Mithali 18 ngapi? Mstari wa 6. Anasema midomo ya nani? Midomo ya mpumbavu huingia katika fitina, na kinywa chake huita nini? Mapigo. Sasa hapo kidogo katibu, nitakaa kidogo nieleze. Biblia yako inasema hivi, midomo ya mpumbavu huingia katika nini? Fitina. Mnajua maana fitina? Kugombanisha, si unajua ete? Na kinywa chake huita nini? Mapigo. Naita moto uwalarue sasa hivi. Lakini kumbe ni mdomo wa nani? Wa mpumbavu. Umesikia vizuri? Let me tell you, God, Mungu ndio anayefanya maamuzi ya maisha yako. Mshangilie Bwana Yesu. Unachopaswa kufanya, kama ni adhabu, andaa mazingira ya adhabu. Huyu alikukosea, atapata adhabu yake. Lakini ukiwa na kinywa, ukiwa na mdomo katika hali ya upumbavu, kwa sababu Biblia yako inasema hivi, wapumbavu hawaijui njia, namna ya kuingia mjini, namna ya kufanya kazi, namna ya kubarikiwa, hawajui. Nyosha mikono yako hivi, sema Bwana Yesu, natangaza leo, wewe ni Mungu wangu na wewe ndio kweli. Yesu ulisema kwenye Yohana 10 mstari wa 10, mwivi haji ili auwe, ili aangamize, kisha ateketeze, bali wewe Yesu Kristo ulikuja ili sisi tuwe hai, tuwe na uzima. Natangaza jioni leo kwa fundisho hili, fundisho la ulinzi wa familia yangu, wa uzao wangu. Natangaza leo kwenda kwa mtu mwingine, naenda kurejesha vyote. Narejesha uzao, kutoka kwenye kiuno, kutoka kwenye tumbo, uzao wa mazao, uzao wa nyama. Leo narejesha kwa jina la Yesu. Natangaza leo, hakuna uchawi utakaoniweza, hakuna ulozi utakaonishinda, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ninatangaza mimi nimehifadhiwa, mimi nimefichwa na mapigo
mizigo ya wale waovu, ya wale waovu, ya wale waovu, ya wale waovu, enyi mizimu, enyi mizigo, enyi wachawi, enyi wachawi, enyi washirikina, enyi washirikina, hamtaniweza hamtaniweza kwa damu ya Yesu. kwa damu ya Yesu. Nasema na anga, Nasema na anga, nasema na ardhi, nasema na ardhi, nasema na bahari, nasema na bahari, nasema na njia panda, nasema na njia nasema na milima, nasema na kwa milima, damu ya Yesu. kwa damu ya Yesu. Mimi ni mali ya Kristo, Mimi ni mali ya mimi ni mali ya Yesu, mimi ni mali ya Yesu. silaha ya uongo Silaha ya uongo haitaniweza. hamtaniweza. Nitasema kweli Nitasema kweli kwenye kinywa changu, kwenye kinywa changu, nitasema kweli nitasema kweli kwenye kinywa changu, kwenye kinywa changu, nitahifadhi uweza nitahifadhi kwa uweza neno la Mungu kwa neno la Mungu ndani ya moyo wangu, ndani ya moyo kwa wangu, jina la kwa Yesu. jina la Yesu. Nimetangaza Nimetangaza ndivyo ilivyo hivyo ilivyo itakavyokuwa. itakavyokuwa. Amen. Amen.